Ilikuwa ni usiku wa manane. Wakati huu mbwa wa mtaani ulikuwa akibweka sana kwa woga, lakini pia bundi alikuwa akilia juu ya mapaa ya nyumba. Fatuma alikuwa amepiga magoti mbele ya chungu ambacho kwa kinatoa moshi mweusi wenye harufu ya uvumba, lakini pia nyama ambayo ilikuwa imeoza. Ni Fatuma huyu, lakini pia alikuwa anaongea. Huyu binti lazima azeke nyumbani. Mikosi na nuksi lazima vimkabili. Kila mwanaume anayemuona nataka muone kama mzoga unaonuka. Yes, haya ilikuwa ni maneno ya Fatuma ambayo alitamka akiwa na chuki nzito sana, na kisha alitupa kiganja cha udongo ambao ulitoka makabrini kwenye kile chungu ambacho kilikuwa kinatokota wakati ule. Wakati huo alikuwa akimsuta binti wa mumewe ambaye alikuwa anaitwa Rukia. Hakuwa tayari kuona Rukia eti anaolewa tena na kijana tajiri Rama. Wakati huo mwanae kumzaa Asha eti akiachwa akiwa hana tamchumba. Hapana, ulikuwa ni mwanzo tu wa usiku mrefu sana wa giza ambalo ungebadilisha maisha ya binti huyu mrembo kabisa na mpole wa milele, Rukia. Maisha ya Rukia ilianza kuwa na mateso tangu akiwa katika umri wa miaka 9. Ni pale ambapo mama yake mzazi alifariki dunia kwa ugonjwa wa ghafla. Baba yake mzazi, Mzee Baraka, yani ambaye alikuwa ni mfanyabiashara, alikuwa ni mmiliki wa maduka kadhaa pale mkoani Mwanza, maeneo ya Nyegezi. Alishawishiwa na ndugu wao mwanamke mwingine ili tu aje kumlea mtoto, na ndipo ambapo baba huyu akamleta Fatuma, mwanamke aliyejawa na sura ya upole mbele ya watu, lakini moyo wake ulikuwa umejaa sumu kuliko hata nyoka aina ya fila. Fatuma huyu bwana alikuja na mwanae, mtoto wake ambaye alikuwa anaitwa Asha, ambaye huyu Asha alikuwa na umri sawa na Rukia. Mwanzoni pale mambo yalikuwa mazuri tu, lakini baadaye Mzee Baraka alianza kusafiri mara kwa mara kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kufuata bidhaa. Sasa hapa ndipo ambapo rangi halisi ya Fatuma ilianza kuonekana waziwazi. Nyumbani pale paligeuka kuwa ni jehanamu mdogo kabisa kwa Rukia. Mtoto mdogo kabisa ambaye hakuwa na hatia na alikuwa bado anamlilia mamake kwa sababu ilikuwa ni kipindi kifupi tu tangu mamake afariki dunia. Sasa baba akiwa hayupo, Rukia aligeuzwa kuwa ni mfanyakazi wa ndani. Alikuwa akitumikishwa bila huruma maskini. Aliamshwa muda wa saa 11 alfajiri kila siku kwa ajili ya kusafisha uwanja mkubwa sana. Lakini pia binti alitakiwa kupika, alitakiwa kuosha nguo za familia nzima ikiwepo za huyu binti mwingine ambaye anaitwa Asha. Wakati huo Asha yeye alikuwa akipelekwa katika shule nzuri sana ya kulipia kwa gari. Lakini Rukia alilazimishwa kusoma shule ya serikali ambayo ilikuwa mbali kwa elimu, naita St. Kayumba. Yes, basi alikuwa akitembea na miguu ilikuwa ikimchoka sana, na mara nyingi alikuwa anakuwa na njaa binti huyu kwa sababu asubuhi hakuwa anapewa chakula na mama yake wa kambo. Kipigo kilikuwa ni chakula chake cha kila siku. Ilikuwa akichelewa kidogo tu kurudi shule ama kufanya kosa lolote lile la kibinadamu, basi Fatuma alimcharaza sana kwa waya wa pasi mpaka mgongo wake ulikuwa unatoa damu na ulikuwa unaacha makovu ambayo alikuwa yafutiki. Unajua mtoto ni walaana. Mama yako alikufa alikuacha ili unipe tabu tu kwenye nyumba, wallahi. Yaani sikupendi kama nini. Basi hii ilikuwa ni sehemu ya maneno ambayo ilikuwa ni kawaida kabisa kutoka kwa mama yake wa kambo. Lakini licha ya mateso yote haya kimwili na kisaikolojia, Rukia bado alikuwa ni binti mrembo. Yaani mrembo ajabu, binti mwenye adabu, binti ambaye alikuwa na tabasamu la upole, lakini pia alikuwa ni binti ambaye alikuwa na hofu ya Mungu sana. Kitu ambacho kilizidi kumpa Fatuma hasira na uwivu ambao umepinduka. Hebu imagine, mtoto unamtesa, unamnyanyasa, lakini bado ni mrembo, lakini bado ni mtiifu, lakini bado ni kazuri, kana hofu ya Mungu. I say, sura ya Rukia ilikuwa inamkumbusha Fatuma jinsi ambavyo yeye ni mkatili, na hilo ndilo ambalo lilikuwa linamkera kweli kweli. Sasa bwana, miaka ilisonga na mabinti wote wawili sasa wakafikisha miaka 22, na hapa ndipo ambapo kimbunga kilianza, na hapa ndipo ambapo familia ilianza kuvurugika, familia ya Mzee Baraka. Sasa bwana, kijana mmoja hivi ambaye alikuwa anaitwa Rama, alikuwa ni mtoto wa mfanyabiashara mkubwa tu wa madini kutoka hapo mkoani Shinyanga. Kijana huyu bwana alihamia Mwanza kwa ajili ya kufungua tawi la ofisi zao. Na siku moja Rama alipita mtaani kwao kwa binti akiwa anatafuta mafundi ujenzi kwa ajili ya ofisi yake. Sasa hapa ndipo ambapo alimuona Rukia. Alimuona Rukia akiwa anafagia uwanja, alikuwa amejifunga kanga moja hivi ambayo ni kuukuu hivi, imetoboka, imechoka, na alikuwa na jasho mwili mzima ni kama kijakazi hivi. Lakini kwa Rama, uzuri wa binti ule ambao ulikuwa ni uzuri asilia ulimngarisha kama lulu ambayo ilifichwa kwenye tope. Kiukweli Rama alipomwona binti alipigwa butwa. Moyo wake ulishikwa na msisimko wa ajabu sana. Hakujali uchafu wa Rukia wala kanga yake ambayo ilikuwa ni mbaya kweli kweli. Alimuona kama malaika mbele yake. Na kuanzia siku hii
Rama alianza kufanya juu chini ili kumkaribia Rukia. Alitafuta visingizio vya kila namna ili apite tu pale nyumbani, na hatimaye alifanikiwa kuongea naye na kumueleza hisia zake za dhati. Na hali ilipofika masikioni mwa Fatuma, moto wa wivu uliwaka moyoni mwake kiasi cha kutaka kupasuka. Alitamani sana Rama labda muoe binti yake Asha, ambaye alikuwa anashinda akijipodoa, kuvaa nguo za bei mbaya, kupiga picha, maisha fulani hivi ya binti yule ambao mama aliona ameyaboresha kuliko, lakini Rama hakuwa na muda na huyo binti hata kidogo. Macho yake yalikuwa kwa Rukia tu, binti ambaye hakuonekana kama na thamani machoni kwa mama yake wa kambo. Sasa siku ambayo Rama alikuja rasmi pamoja na wazee wake nyumbani kwa mzee Baraka kuleta posa kwa ajili ya kumchumbia Rukia, Fatuma alijifanya ana furaha sana kiukweli. Alipokea wageni kwa bashasha, akapika vyakula vizuri, akacheka nao. Ila ule usiku sasa alifunga safari kimya kimya, akaenda zake vijiji vya mbali huko wilayani Bariadi, aende huko akamwone Sangoma ambaye anasifika kwa roho mbaya na uchawi wa kutisha. Huyu ni mzee ambaye alikuwa anaitwa Nguvu Mali. Mama alipofika kule akasema, nataka huyu msichana achanganyikiwe siku ya harusi yake, nataka Rama amuone kama mnyama wa kutisha. Nataka muone ni mchafu anenuka, nataka posa ivunjike na ihamie kwa mwanangu Asha. Fatuma alimueleza mganga akiweka mzigo mkubwa sana wa noti za 10,000 mezani. Basi mganga huyo mwenye roho mbaya alicheka sana kiukweli. Alicheka sana na alikuwa anacheka kishirikina hivi kwa sababu pia sauti ilikuwa inasikika kama mwangu ikigeuka kirudi, yani kama jehanamu hivi. Basi baadaye akampa Fatuma irizi ambayo ilikuwa imetengenezwa na nywele za miti pamoja na chupa ndogo ambayo ilikuwa na maji ya maiti ambayo yameoshwa mochwari. Jamani. Sasa mganga anamwambia kwamba haya maji changanya kwenye maji ya kuoga siku 3 mfululizo kabla ya harusi. Alafu hii irizi hakikisha umefikia mlangoni kwenye chumba chake anapolala usiku wa manane, mtu yote yule sikuoni. Mganga alimwambia Fatuma. Fatuma akarudi Mwanza na akatekeleza maagizo yote kamilifu, na alikuwa ametabasamu kweli, alikuwa na tabasamu la ushindi wa kishetani. Sasa siku ya 3 kabla ya harusi ya Rukia na Rama, maajabu yakaanza. Rukia ambaye alikuwa anasubiri siku yake ya ndoa kwa furaha isiyo na kifani, alianza kuhisi kama anaungua mwili mzima. Yaani kila alipokuwa anaoga yale maji usiku, alikuwa anaona vitu vya ajabu. Baadaye akawa akiota ndoto za kutisha, anaona watu ambao hawajui, sijui wana vichwa, wanamkaba, mara wanampeleka makaburini. Basi katika hali ya ghafla sura yake ikaanza kubadilika. Ngozi yake nyororo ilianza kutoka vipele vikubwa sana ambavyo vilikuwa vinatoa usaha na harufu mbaya kweli. Macho yake yalibadilika pia na kuwa mekundu kama damu. Na hatimaye binti alianza kuongea peke yake. Alikuwa akipiga kelele za kuomba msaada kwa watu ambao hawakuwa wanaonekana. Basi baba yake mzee Baraka alichanganyikiwa kweli. Alihangaika sana kumpeleka hospitali zote kubwa pale Mwanza, lakini madaktari walimpima vipimo vyote na kusema kwamba hawajui ugonjwa ni wa aina gani, na kila kitu kilionekana ni cha kawaida tu katika mashine za kitabibu. Fatuma, yani mama yule wa kambo, kwa unafiki mkubwa uliopitiliza akajifanya eti analia, anamuonea huruma, eti anamnong'oneza mzee Baraka, jamani mume wangu, huyu mtoto anaonekana na laana huko kwa mama yake, sijui hatuwezi kumpa Rama mwanamke chizi jamani. Mwanamke ni mgonjwa kiasi hiki, mbona taharibu heshima familia yetu? Kwa nini harusi isogezwe? Alizungumza hivi, lakini baba akamwambia hapana, maandalizi yote yameshafanyika. Kwa nini tusimuombe Rama mchukue Asha badala yake, ili tuweze kuficha hii aibu mbele ya umma? Kwa nini tusifanye hivyo? Mama aliendelea kumsisitiza mzee kwamba kwa sababu hao mabinti wote ni wako, posa na kila kitu ni sawa tu, basi amchukue mwingine. Ilikuwa ni ushawishi wa mama. Sijui baba atasemaje, lakini sasa siku ya harusi ilipokaribia, Rama alipofika alimwona mchumba wake baada ya kusikia kwamba alikuwa anaumwa. Alimkuta Rukia yake akiwa amefungwa kamba mikononi na miguuni. Rukia alikuwa akipiga kelele kama mnyama mkali huku akigalagala chini. Harufu ambayo ilikuwa inatoka kwenye chumba ilitosha kumfanya mtu yote atapike. Rama alishtuka sana kiukweli. Alishtuka sana na kurudi nyuma akitetemeka. Hakuamini macho yake. Katika lindi hili la masikitiko na kuchanganyikiwa kwa wageni wa upande wa bwana harusi, sasa Aisha alitokea akiwa amevalia gauni la kifahari sana ambalo lilikuwa limeshaandaliwa kwa siri, na akajifanya akimfariji Rama kwa maneno matamu ya kumtuliza moyo. Basi Fatuma alitumia fursa hii kushawishi wazee pale pande zote mbili kwa maandalizi yale makubwa yameshafanyika, kumbi zimeshalipiwa, chakula kimepikwa, wageni wameshaalikwa mikoa mbalimbali. Itakuwa ni aibu na hasara pia kama harusi itavunjwa. Kwa hivyo walipendekeza Aisha achukue nafasi ya Rukia ili kufunika kombe na mwanaharamu apite. Sasa kwa kuwa Rama alikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa kupita kiasi, akiwa amevunjika moyo kabisa na shinikizo kubwa kutoka kwa wazee wake ambao walikuwa wanataka kuokoa heshima ya familia pia, ilibidi tu akubali.
Basi bwana alikubali na upande wa Fatuma pamoja na mtoto wake ukawa umeshinda. Harusi ikafungwa kwa nderemo na vifijo na Asha aliolewa na Rama huku akiwa anacheka kweli kweli. Wakati huo Rukia alikuwa ameachwa akiteseka chumbani peke yake. Alikuwa akilia sana na hakuna ambaye alikuwa akimsikia wakati akilia wala hakuna ambaye alikuwa akijali. Usaliti sasa ulikuwa umekamilika, lakini huu ulikuwa ni mwanzo wa kisasi na maumivu ambayo yangeitikisa Mwanza nzima. Msikilizaji, karibu sana. Hapa ni Simulizi Zetu Media na leo tuko na simulizi nyingine mpya kabisa na kwenda kwa jina la Rukia. Inamhusu binti Rukia huyu ambaye anatuambia kwamba mama wa kambo alitaka nisiolewe, na wewe mwenyewe umeona mambo ambavyo yameanza. Sijui sasa Rukia atajibu mashambulizi ama itakuwa ni vipi. Mimi nakukaribisha sana hapa Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe ili kuwa mwanafamilia wetu, lakini pia usiache kulike, kushare bila kusahau kucomment. Karibu sana WhatsApp kwa ambao unataka kuwepo katika familia yetu. Tuma ujumbe kwa namba yetu ya simu 0757567253, lakini pia tufuate kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, jina ni Simulizi Zetu Media na nyuma mic jina langu naitwa Tutu. Sasa tunaendelea mara baada ya harusi, na hiki kisasi ambacho kinasemekana kitalipo na kuitikisa Mwanza nzima kinatoka kwa nani, lakini pia ni kwa nini. Tunaendelea na sasa ni miezi kadhaa imepita tangu ile siku ya ajabu ambapo ilifungwa harusi ya ajabu pia. Sasa ni nyumbani kwa Mzee Baraka, ambapo nyumba hii bwana iligubikwa na kiza kinene sana cha huzuni, isipokuwa kwa Fatuma ambaye alikuwa anatembea kifua mbele tu, alikuwa akijivunia ushindi wake wa kishetani. Rukia aliendelea kusota chumbani akiwa amefungiwa kama mfungwa wa kivita. Chakula alikuwa anapewa, lakini alikuwa anapitishwa dirishani, tena ikiwa ni mabaki tu, na harufu ambayo ilikuwa inatoka chumbani kwake ilimfanya hata babake mzazi sasa Mzee Baraka ashindwe hata kumkaribia. Fatuma huyu alikuwa amemteka kimawazo mzee huyu kiasi cha kumfanya amini kwamba binti yake ana laana isiyotibika. Lakini hata hivyo Mungu amtupi mja wake, wala hakuna ambaye anaweza kuteseka bila hatia. Siku moja majira ya mchana jua kali, Fatuma alikuwa amekwenda saluni katika jiji la Mwanza na Mzee Baraka alikuwa safarini kikazi. Na hapo ndipo jirani yao mmoja ambaye alikuwa ni mama mtu mzima ambaye anaitwa Suzi, alikuwa ni rafiki wa karibu sana na marehemu mama yake na Rukia. Aliamua kufanya ujasiri wa kuingia ndani ya ule uwanja kimya kimya. Suzi alikuwa mwanamke wa sala sana. Alikuwa na mwanamke ambaye tunasema ameokoka, alikuwa na huruma sana. Alikuwa na karama ya kutambua mambo kiroho. Sasa hakuwahi kuamini hata siku moja kwamba ugonjwa wa Rukia ulikuwa ni wa kawaida. Basi sasa leo alikaribia mpaka katika chumba cha Rukia, akasikia sauti ya fifu ya binti ambaye alikuwa akiomba maji. Alifika mlangoni, Suzi akahisi kwamba kuna nguvu nzito sana ya giza ambayo ilikuwa inamsukuma nyuma. Mwili wake ulisisimka, lakini kwa imani yake alianza kukemea na kusali kwa sauti ya kimoyomoyo ile. Basi macho yake ilitoa katika ukingo wa mlango chini ya kapeti kuku, ambapo hapo aliona udongo ambao ulikuwa umetibuliwa hivi karibuni. Bila kupoteza muda, Suzi alichimba pale kwenye mikono yake na kuikuta ile hirizi ya mganga nguvu mali ambayo ilikuwa imefungwa kwa nywele za maiti na matambaa mekundu. Basi aliichukua na kuiteketeza kwa moto pale pale uani akitumia mafuta taa. Na hapo ndipo ambapo mlio mkubwa kama radi ulisikika. Ilikuwa ni ndani ya chumba. Rukia alipiga kelele moja nzito sana kabla ya kuzimia. Sasa Suzi ikabidi avunje kitasa cha mlango na kuingia ndani. Maskini alimkuta binti wa watu akiwa amelala sakafuni kama maiti. Lakini maajabu ni kwamba yale malengelenge, vipele, usaa na ile harufu mbaya vyote vilikuwa vinatoka kwa kasi ya ajabu. Ni kama barafu ambayo ilikuwa inayeyushwa na jua mchana hivi. Jamani, uchawi ulikuwa umevunjika katika namna hii. Uchawi ulikuwa umepotea. Sasa Suzi alimchukua Rukia kwa siri na akampeleka nyumbani kwake ambako ilikuwa ni mtaa wa pili. Alipofika pale alimfungia ndani. Alimuogesha, akampa chakula safi, akamtibu majeraha ya mwili, lakini pia alimtibu kiroho. Na ndani ya wiki mbili tu ule uzuri asilia wa Rukia ulirudi maradufu. Ngozi yake iling'ara kama shaba ambayo ilisuguliwa na macho yake yarejea kuwa meupe na maangavu. Lakini kitu kimoja tu kilikuwa kimebadilika kwa Rukia. Lile tabasamu la upole na unyonge la Rukia vilikuwa vimekufa na kuzikwa kabisa. Moyo wake sasa ulikuwa mgumu kama chuma. Alikuwa amejua ukweli wote kupitia Suzi kuhusu kile ambacho alifanywa na mama yake wa kambo na jinsi dada yake wa kambo Asha alivyoshirikiana naye kwa ajili ya kumuiba mume wake, mwanaume wa ndoto yake. Sasa leo binti akasema kwamba, shangazi, sitalalamika tena na sitalia tena. Alitamka binti huyu wakati huu macho yake yalikuwa yakitoa machozi, lakini pia alikuwa hana hasira mno ambazo hazikuwahi kuonekana katika uso wake hata siku moja. Wamenivua nguo mbele ya watu,
wamenifanya nionekane kijana kumvunjia baba yangu heshima. Sasa nitawavua utu wao. Kila chozi nililodondosha kwenye kile chumba cha mateso itakuwa ni sumu kwenye maisha yao. Nitarudisha kile kilicho changu na watalipa kwa damu na machozi, na kuahidi shangazi. Alikuwa ni binti huyu ambaye alikuwa ni mpole sana. Inasemekana ogopa sana watu ambao ni wapole siku wakiacha kuwa wapole. Siku watu wapole wakiamua kuvunja ukimya ni siku za hatari kweli. Sasa wakati huo kule kwenye jumba la kifahari la Rama, ndoa ya Asha ilikuwa inaenda mrama vibaya sana. Asha ambaye alikuwa amezoea madeko na uvivu tangu akiwa mtoto, alishindwa kabisa kubeba majukumu kama mke. Asha alikuwa na shida zake kwenye mitandao ya kijamii kutwa nzima. Hawezi hata kupika chai. Dharau sasa kwa wafanyakazi wa ndani na hata kwa wazazi wa Rama zilianza kujitokeza. Rama alikuwa anarudi nyumbani akiwa amechoka kutoka ofisini, anakuta mke wake eti amelewa na marafiki zake wamejilaza sebuleni wanapiga kelele tu. Lakini alipojaribu kumkanya, Asha alimjibu kwa jeuri sana. Yaani alikuwa na jeuri, kwani mimi mfanyakazi wako? Kama unataka mpishi ungemuoa dada yangu Chizi ambaye ananuka mkojo, kwani ilikuwa lazima unichukue mimi? Mimi siwezi kupika bwana wewe. Sasa haya alikuwa ni maneno ambayo alikuwa anamchoma sana Rama kama mkuki kwa kweli. Na kila akimwangalia Asha alikuwa anamuona ni shetani ambaye amejivika ngozi ya kibinadamu. Moyo wake ulikuwa ukiendelea kumlilia Rukia. Alikuwa akijiuliza kila siku nini ambacho kilimpata malaika wake mpaka alichanganyikiwa vile. Basi ndoa yake iligeuka kuwa jana mkora. Alikuwa anajuta kwa nini alikubali shinikizo la wazee. Sasa bwana, siku moja Rama aliamua kwenda kwa siri nyumbani kwa mzee Baraka ili kujua maendeleo ya Rukia. Basi alipofika alimkuta Fatuma akiwa amekaa kibarazani. Sura yake ilikuwa imejaa hofu sana na mashaka. Fatuma alikuwa ameshaingia chumbani kwa Rukia siku chache ambazo zilizopita na akakuta mtoto hayupo na ile irizi pia alikuta imeunguzwa. Sasa alijua fika kwamba mchezo huu umejulikana na nguvu zake za giza zimeshashindwa. Na sasa alikuwa anaishi kwa hofu sana kwa sababu hakujua hata Rukia yuko wapi. Basi alipomwona Rama akajaribu kutabasamu na akamwambia kwamba Rukia alitoroka usiku wa manane, haijulikani yuko wapi mpaka leo. Labda pengine amekufa mtaani. Basi Rama akarudi zake kwenye gari akiwa amevunjika moyo sana. Alitoka sana machozi kiukweli. Ni binti ambaye alikuwa anampenda kweli na alimchagua. Sasa alipofika ofisini kwake maeneo ya Rockcity Mall, Rama aliingia na kuketi kwenye kiti chake akiwa na unyonge sana. Lakini alipoinua macho aliona bahasha ndogo nyekundu ambayo ilikuwa imewekwa katikati ya meza yake. Basi kabidi afungue na ndani kulikuwa na barua fupi ambayo ilikuwa imeandikwa na maandiko mzuri sana. Ambayo alikuwa akiutambua vizuri sana. Barua ilikuwa imeandikwa kwamba tukutane Mwanza Hotel saa 10 jioni leo. Kuna ukweli unapaswa kujua kabla hujachelewa. Usije na mtu yote. Ara. Hiyo ndo herufi ambayo ilidhihirisha nani alikuwa ni mwandishi. Basi moyo wa Rama ulilipuka kwa mdundo mzito sana wa furaha, lakini pia alipata mshtuko. Mikono yake ilitetemeka sana. Alikuwa ameshika ile karatasi akijiuliza, hivi ni kweli huyu atakuwa ni yeye? Lakini aliamua kuamini. Basi saa 10 kamili jua la Mwanza lilikuwa limeanza kupoteza makali yake likiacha rangi ya dhahabu kicheza juu ya mawimbi ya ziwa Victoria. Rama aliingia ndani ya mgahawa wa Mwanza Hotel akiwa na wasiwasi uliopitiliza. Macho yake yalihangaika kutafuta uso anaojua, lakini alichokiona kilimfanya asimame tuli kama sanamu. Kwenye meza ya pembeni mwa dirisha ambalo linatazamana na ziwa, alikaa mwanamke mmoja mrembo sana kiasi cha kutisha. Alikuwa amevaa gauni refu la hariri nyekundu, nywele zake zilikuwa zimesukwa kwa ustadi wa hali ya juu sana. Ngozi yake ilikuwa iking'aa kama mtu ambaye ametoka kuogeshwa na maziwa. Alikuwa ananyonya maji ya matunda kwa madaha kweli. Rama alipokaribia yule mwanamke alinua macho. Ilikuwa ni macho ya yule Rukia wake. Lakini safari hii hayakuwa na uoga wala hayakuwa na unyonge kama ambavyo alikuwa amezoea. Yalikuwa ni macho ya mamlaka. Rukia, ni wewe kweli? Rama aliuliza kwa sauti ambayo ilikuwa imekatika. Machozi yalikuwa yanamlenga na ni kwamba hakuwa anaamini kile ambacho alikuwa anakiona. Sasa alitaka kumkumbatia, lakini mikono ya Rukia ilimzuia kwa ishara ya heshima tu. Akamwambia, keti Rama, hatuna muda wa kutosha kupoteza. Tuwezi kupoteza muda kwa ajili ya hizi hisia za kitoto tu. Rukia alizungumza kwa sauti kavu kuliko ambayo ilikuwa na mamlaka ambayo Rama hajawahi kusikia tangu mfahamu binti yule. Ulikuja kwangu ukaniahidi kwamba utanilinda, lakini uliponiona nateseka uligeuza mgongo wako kama mwanamke ambaye alikuwa anashangilia maumivu yangu. Uliamua kumwoa Asha, mtoto wa mwanamke ambaye ameniroga ili nionekane mnyama mbele yako, si ndio? Rama aliulizwa na alipigwa na radi kwa maneno yale. Alijaribu kujitetea akieleza jinsi ambavyo alilazimishwa na wazazi wake na jinsi ambavyo alizimia kwa hudhuni, lakini Rukia alimnyamazisha kwa mtazamo mmoja tu mkali, yani jicho lile la mwana ukome. Akamwambia,
mimi sija hapa kusikiliza utetezi wako. Nimekuja kukupa nafasi ya kurekebisha makosa yako. Kama kweli unanipenda na kama unataka kuikomboa nafasi yako kutoka kwa huyo mwanamke ambaye ulimuoa, utafanya ambacho ninakwambia. Vinginevyo umaskini na laana vitakuandama wewe na ukoo wako wote kwa sababu tu umenifanyia dhuluma. Sasa Rama alikuwa tayari kabisa kufanya lolote ampate na Rukia. Alikubali tu bila kusita. Rukia akampa maelekezo ya siri. Rukia alimwambia Rama kwamba alitakiwa kurekodi mazungumzo yote ambayo yatakuwa ni baina ya Asha pamoja na mama yake ambaye ni Fatuma yule, na hii ilikuwa ni kila ambapo watakutana faragha, na kisha alimpa kifaa kidogo cha kunasia sauti wenyewe anaita recorder ambayo ilikuwa ni ya kisasa sana na iliweka kwenye saa mkononi wa Rama. Sasa hiyo ilikuwa ni makubaliano, na wiki mbili baadaye mtego ulianza kunasa samaki bwana. Fatuma alikuja kumtembelea Asha kwenye jumba la Rama huko Capri Point. Sasa wawili hao walikuwa wamejifungia chumbani huku wakinywa mvinyo na kucheka kwa dharau kweli kweli. Hawakujua kwamba Rama alikuwa ameachia koti lake ambalo lilikuwa na saa karibu kabisa na kile kitanda chao. Unajua mama, huyu Rama ni mjinga kweli kweli. Asha aliongea akicheka kweli kweli. Yaani anazidi kunipa pesa tu na mimi nazitumia zote. Napeleka kwa ule mchepuko wangu wa zamani Peta. Yaani ajua kama mimi namchukia, ninamuona kama buibui. Fatuma alikuwa anacheka kwa kiburi sana. Mama anamwambia achana naye mwanangu bwana, wewe mkamue mpaka baki mifupa. Muhimu ni kwamba lile lizee la mzee Baraka lile halijua kwamba Rukia alipotea. Na hii ilikuwa ni baada ya mimi kumpeleka kwa mganga kwa nguvu mali. Babako hajui chochote. Sasa yule binti sasa hivi atakuwa anakula majalalani huko, sio mikoani, sio ni wapi. Lakini ile irizi ambayo nilifikia chumbani kwake ilikuwa kiboko unajua. Yaani ilikuwa inanuka kama mzogani mpaka Rama alimkimbia jamani. Haki ya Mungu, mama yako nimeamua kufanyia kila kitu. Basi alikuwa akiongea akicheka kweli. Sasa kumbe kila neno ambalo lilikuwa linaongelewa lilikuwa narekodiwa. Rama alikuwa chumba cha jirani akisikiza kupitia simu yake ambayo ilikuwa imeunganishwa na kile kifaa ambacho kwa kwenye koti lake. Alihisi damu inamchemka kwa kweli. Alitamani kuingia kuwanyonga, lakini akakumbuka onyo kutoka kwa Rukia, subiri wakati mwafaka. Kwa hivyo ikabidi awe mpole. Sasa siku ya kutoa hukumu ilifika. Mzee Baraka alikuwa ameacha kusafiri na alikuwa nyumbani Mwanza. Rukia alimwambia Rama amwalike Mzee Baraka na ndugu wengine wa karibu kwa ajili ya chakula cha jioni nyumbani kwao, na lengo lilikuwa ni kushirikia miezi 6 ya ndoa. Basi Fatuma na Asha wakajipodoa wenyewe wakidhani kwamba kuna sherehe ya kawaida, na walikuwa wanajivuna sana mbele ya Mzee Baraka jinsi ambavyo ndoa yao ilikuwa imeimarika. Sasa wakiwa wamekaa mezani katikati ya chumba, ghafla taa zilizima. Sebule iling'aa kwa mwanga wa mishumaa peke yake tu. Mlango wa mbele ulifunguka taratibu na Rukia aliingia akiwa amevaa mavazi meupe mithili ya mzimu. Fatuma alipomuona alipiga kelele moja ya kutisha. Alidhani kwamba binti huyu labda alikuwa amemfuata, ama ni jini lake, ama ni pepo, ama ni shetani. Aliogopa kweli. Rukia, mwanangu. Mzee Baraka alisimama kwa mshtuko akitetemeka. Huyo sio binadamu, ni mzimu wake. Fatuma alipiga kelele akijaribu kukimbia, lakini Rama alimshika mkono kwa nguvu na kumkalisha chini. Kaa chini mama mkwe, alisema Rama. Alitoa simu yake na akawasha spika kubwa sana. Sauti ya Asha na Fatuma zilianza kusikika sebule nzima zikielezea jinsi ambavyo walimroga Rukia, jinsi ambavyo walimcheka Mzee Baraka kwa ujinga wake, na jinsi ambavyo Asha anavyomtumia Rama kwa pesa tu. Basi ukumbi ulikumbwa na ukimya wa kaburi. Mzee Baraka alipinduka na kumpiga Fatuma kofi zito sana ambalo lilimfanya anguke chini na kutoa damu puani. Wewe mwanamke kumbe ni mchawi. Kumbe wewe ni shetani namna hiyo. Leo ulimfanya nini binti yangu? Wewe kumfanyia unyama hivi binti yangu? Mzee alikuwa akilia kwa uchungu wa mzazi. Alipiga magoti mbele ya Rukia na kuanza kuomba msamaha. Lakini leo Rukia hakuishia hapo. Alitembea taratibu kuelekea kwa Asha ambaye alikuwa akilia kwa hofu na aibu kubwa sana. Ulimtaka mume wangu? Ulitaka utajiri, si ndio? Sasa nakupa zawadi yako. Rukia alitoa chupa ndogo ya maji na kisha alimwagia usoni kwa Asha. Haikuwa maji kama kawaida. Ilikuwa ni kama maji ya chumvi tu, lakini kisaikolojia Asha alizimia kwa hofu akidhani kwamba labda alikuwa amerogwa na uchawi mwingine. Sasa Rama alisimama wakati huu na akatangaza talaka 3 hapo hapo kwa Aisha mbele ya mashahidi. Ondokeni kwenye nyumba yangu, nyinyi wachawi kulikweli, sijapata kuona. Naomba muondoke, alisema Rama. Sasa nje kulikuwa na polisi ambao walikuwa wameandaliwa na Rama. Waliingia na kumkamata Fatuma kwa tuhuma za unyonyeshaji wa mtoto na kutaka kumuua kwa makusudi.
Walipokuwa wakimvuta Fatuma kuelekea kwenye gari la polisi, alikuwa akipiga kelele za kuomba msamaha. Alikuwa akilaani sana siku ambayo alimjua yule mganga wa kule Bariadi. Lakini sasa hapa ndipo ambapo kisasi cha kweli kilianza. Rukia hakutaka hata waende jela tu. Alitaka waone maumivu ambayo aliyapata yeye kupitia mawakili wake. Rukia alihakikisha kwamba mali zote ambazo Fatuma alikuwa amezichukua kwa siri kutoka kwa Mzee Baraka zinarudishwa na Asha anabaki bila hata senti moja ya matunzo baada ya talaka. Sasa ni mwezi mmoja baadaye, Rukia alikaa na Rama bustanini. Rama alikuwa muomba msamaha kwa mara elfu. Alikuwa kimsi wafunge ndoa upya, lakini Rukia alimtazama Rama kwa muda mrefu sana, akamwambia, Rama, jeraha langu limepona, lakini kovu bado lipo. Siwezi kuwa mke wako sasa hivi. Nahitaji kuanza kujitambua kwanza mimi nani baada ya mateso. Nenda tu kapambane na maisha yako na mimi nitapambana na ya kwangu. Kama Mungu amepanga, tutakutana mbeleni. Aliongea Rukia, maneno ambayo alimuumiza sana Rama. Baadaye Rukia aliondoka Mwanza na akaelekea Dar es Salaam kuanzisha maisha mapya kama mwanamke shupavu sana ambaye aliacha nyuma yake familia ambayo ilikuwa imevunjika ikiwa na somo zito la kila mnyanyasaji. Basi Fatuma akiwa gerezani Butimba alianza kuona maono ya ajabu kila usiku. Ilikuwa ni maono yale ya maji maiti ambayo alikuwa amemnyosha Rukia. Alikuwa akiona sasa alikuwa akifuata mwenyewe. Sasa Rukia aliingia jijini Dar es Salaam akiwa na begi moja tu mkononi, lakini moyo wake ulikuwa na nguvu ya jeshi zima. Alifika mpaka maeneo ya Sinza kwa ile shangazi yake Suzi ambaye alikuwa amemsaidia kutoroka Mwanza. Hakutaka kutumia utajiri wa baba yake Mzee Baraka wala kutaka msaada wote kutoka kwa Rama. Alitaka kujenga ima yake mwenyewe kuanzia sifuri ili kufuta kabisa kumbukumbu za kuitwa mtoto wa laana ama binti aliyerogwa. Sasa alianza kwa kufanya kazi kwenye duka kubwa la nguo mtaani Kariakoo, na uzuri wake, ufasaha wa lugha, nidhamu ya hali ya juu viliwavutia watu wengi sana. Na hata hivyo, ndani moyo wake Rukia alikuwa na siri. Kila usiku alikuwa akisoma vitabu vya sheria na biashara. Alijua kuwa adui yake mkubwa si Fatuma tena, bali ni umaskini na utegemezi ambao ulimfanya nyanyasike sana kule Mwanza. Na sasa ni baada ya miaka miwili, Rukia alifanikiwa kufungua duka lake dogo la mitindo. Jina la duka hilo lilikuwa ni Nuru ya Rukia. Biashara yake ilishamiri kwa kasi ya ajabu, na Rukia akawa ni mwanamke maarufu sana jijini Dar es Salaam, ambaye alikuwa akijulikana kwa misimamo yake na ambayo ilikuwa ni mikali sana dhidi ya unyanyasaji wa watoto pamoja na wanawake. Binti huyo alianzisha taasisi ya kusaidia mabinti ambao wanateswa na mama wa kambo. Alitoa msaada wa kisheria lakini pia kisaikolojia. Sasa wakati Rukia akipanda kilele cha mafanikio kule Mwanza, mambo yalikuwa yamegeuka kuwa majivu. Fatuma alihukumiwa miaka 7 jela kwa makosa ya unyanyasaji na jaribio la mauaji. Akiwa gerezani huko Butimba, akili yake ilianza kuruka. Alikuwa akipiga kelele usiku kucha akidai kwamba anaona nyoka wakubwa wakimzunguka. Na hii ilikuwa ni matokeo ya madawa ambayo alikuwa akishirikina, ambayo alikuwa ametumia, ambayo sasa ilikuwa amemgeukia dhidi yake. Wakati upande wa pili, Asha naye hakuwa na maisha mazuri. Baada ya kufukuzwa na Rama na kukataliwa na baba yake, alihamia mtaani na yule mchipuko wake Peter. Lakini Peter alipoona kwamba Asha hana pesa tena, alimgeuka, alimpiga na kumfukuza nyumbani kwake. Alimnyang'anya kila kitu, hata vile vitu vya dhahabu ambavyo alikuwa navyo na kila kitu hata ambacho alikuwa kupewa na yule mwanamke. Basi Asha alishia kuishi maisha ya ufukara uliopitiliza maeneo ya kishirikina ambayo yalikuwa ni maeneo ya Mabatini huko. Alikuwa akifanya kazi ya kufua nguo za watu ili apate mlo wa siku moja kwa siku. Kazi ile ambayo alikuwa akimlazimisha Rukia kufanya wakati ule wa zamani. Sasa bwana, siku moja Rama alikuja Dar es Salaam. Alikuwa amebadilika sana. Alionekana mwenye majonzi lakini pia alikuwa na upweke. Alimtafuta Rukia ofisini kwake Oysterbay, na alipoingia alimkuta Rukia akiwa ameketi mwenyewe katika kiti cha ngozi. Alionekana kama malkia wa kweli. Basi akamwambia kwamba, Rukia, nimekuja kwa mara ya mwisho. Rama alisema kwa sauti ya unyonge. Akaambia kwamba nimeishi kwa majuto ya miaka 3 sasa. Nilikuwa kipofu lakini sasa naona. Nimekuwa nikifuatilia kila hatua yako na ninajivunia sana mwanamke ambaye umekuwa wewe. Tafadhali, naomba uniruhusu nikuoe. Naomba nikupe heshima ambayo unastahili. Basi Rukia alitabasamu, lakini tabasamu lake lilikuwa na mapenzi kama zamani. Ilikuwa ni tabasamu la ushindi. Akamwambia kwamba, Rama, unakumbuka siku ambayo uliniacha chumbani nikiwa nanuka na kupiga kelele? Siku hiyo Rukia ambaye ulikuwa unamjua ndo ambaye alifariki. Huyu unayemwona mbele yako ni mwanamke ambaye aliumbwa na moto wa mateso. Siwezi kuelewa na wewe Rama, si kwa sababu tunakuchukia, bali ni kwa sababu wewe ni alama ya wakati wangu wa giza. Kila ningekutazama na muona Fatuma na Asha,
ndio maana siwezi kuwa na wewe, tafadhali nakuomba Rama, naomba uende ukapate mwanamke mwingine, lakini si mimi. Basi Rama aliumia sana, lakini hakuwa na namna, ilibidi aondoke akiwa na uchungu kweli. Alijua kwamba ni kweli amepoteza almasi kwa ajili ya kipande cha chupa tu, na ndivyo ambavyo alimpoteza mwanamke wa ndoto yake. Sasa ni mwezi mmoja baadaye ambapo Rukia alipokea simu kutoka Mwanza. Mzee Baraka alikuwa mgonjwa sana na alitaka kumuona binti yake. Basi Rukia alifunga safari kurejea nyumbani kwa mara ya kwanza tangu ondoke. Alipofika nyumbani alikuta nyumba ile ambayo ilikuwa ni ya kifahari, sasa ilikuwa imepauka sana na imekosa furaha. Basi alimkuta baba yake akiwa dhaifu sana kitandani. Baba akamwambia, "Mwanangu, naomba umsamehe." Mzee alisema huku akishika mkono wa kulia wa Rukia. "Nilishindwa kulinda. Nilizibwa na macho yule mwanamke mwanangu. Nilishindwa kabisa kutazama tena. Naomba unisamehe mwanangu." Basi Rukia akamwambia, "Baba, mimi nilishakusamehe zamani sana." Sasa akiwa bado anaongea, mlango wa chumba ulifunguliwa na ambaye aliingia alikuwa ni Aisha. Alikuwa amechoka kweli, amekonda mno na nguo zake zilikuwa na viraka sana. Alikuwa amekuja kumuomba baba yake chakula, na alipomwona Rukia, Aisha alianguka chini na kuanza kulia kwa sauti ya juu sana. Alijikokota na kusogea mpaka miguuni kwa Rukia na akamwambia kwamba, "Dada, mimi naomba uniue tu. Naomba unifanye chochote, lakini naomba unisamehe. Laana yako inanitafuna mpaka leo dada yangu, naomba unisamehe." Aisha alikuwa akilia kwa uchungu sana, akimuomba dada yake amsamehe, akiamini kwamba yale yote ni malipo ya vile vitu ambavyo aliwahi kumfanyia mwanzo. Basi Rukia alimtazama kwa muda mrefu dada yake huyo wa kambo. Hakuhisi furaha ya kisasi, bali alihisi huruma sana. Alimuinua Aisha na kumkalisha kwenye kiti, akamwambia kwamba, "Sitakuuasha wala sitakulipiza kisasi kingine. Kisasi kikubwa zaidi ambacho nimeweza kukufanyia ni kufanikiwa wakati wewe ukiwa unataka nifeli. Mimi nitakupa kazi kwenye taasisi yangu. Utakuwa unafanya usafi na utakuwa unasaidia ambao walifanya ukatili. Huko ndiko ambapo utajifunza kwamba kuna ubinadamu ambao uliupoteza. Mimi sitakupa kisasi." Basi hivi ndivyo ambavyo walikubaliana. Lakini kwa upande wa kule gerezani, kumbe Fatuma, yani mama yake na Aisha, alifia gerezani mwaka mmoja baadaye. Sasa alikufa akiwa akizungumza maneno ambayo alikuwa hayaeleweki kabisa. Alikuwa akitamka maji ya maiti, maji ya maiti. Basi Aisha hakuwa na namna, hana tegemeo, mama yake hayupo na hana mtu mwingine. Ilibidi akubali kwenda kufanya kazi ya usafi kwenye taasisi ya Rukia, ikiwa ni mfano hai wa jinsi uovu ambavyo unaweza kumrudisha mtu kwa mtendaji. Sasa Rukia leo alisimama mbele ya kaburi la mama yake mzazi akiwa ameshika shada la maua meupe. Upepo mwanana wa ziwa Victoria ulipulizwa na uso wake, na akamwambia kwamba, "Mama, nimeshinda." Alizungumza, akamwambia tena kwamba, "Sikushinda kwa uchawi mama, bali ni kwa subira na kazi ya mikono yangu. Nimefanikiwa mama." Alikuwa akiongea na mama yake binti huyu. Alizungumza mengi na ilikuwa ni vizuri kwenda kukutana na mama yake tena mara baada ya kupitia mambo mengi sana. Sasa baada ya miaka kadhaa ya utumishi wa toba ambao Aisha alikuwa anatakiwa kufanya, kweli alibadilika. Kila asubuhi alikuwa kwanza kufika kwenye taasisi ya Nuru ya Rukia ambayo ilikuwa maeneo ya Rock City Mwanza. Kazi yake ya kufanya ambayo ilikuwa ni kubwa ilikuwa ni kufanya usafi, lakini pia kusaidia wahanga wa ukatili wa kijinsia. Na hii ilimfanya aone uhalisia wa maumivu ambayo alikuwa akimsababishia Rukia zamani. Alijifunza kuwa uzuri wa mwanamke haupo kwenye poda na wanja, bali upo kwenye roho ambayo inajali. Basi siku moja Rukia alimfanyia Aisha kitu ambacho hakutarajia. Alimkabidhi bahasha yenye funguo za nyumba ndogo na mtaji wa kuanzisha biashara ya ushonaji. Kipaji ambacho Aisha alikuwa nacho tangu udogoni, lakini alikipoteza kwenye anasa. Akamwambia Aisha, "Mama yako alipanda mbegu ya chuki. Mimi nimeamua kupanda mbegu ya msamaha. Sitaki uendelee kuwa mtumwa kwa makosa ya mama yako. Nenda ukazeke kwa amani na uwe mfano mabinti wengine, kwa sababu unaweza kuanguka shimoni lakini pia ukasimama. Nataka wewe uwe na kumbukumbu ya hilo." Basi Aisha alipiga magoti akalia sana. Safari hii si kwa hofu ya laana, bali ni kuguswa na upendo ambao ulikuwa umepitiliza kwa binadamu ambaye aliwahi kumfanyia unyama, yani amelipwa wema baada ya kufanya ubaya. Sasa ni upande wa Rama ambako yeye kwake maisha yake libaki kuwa upweke kwa muda mrefu. Alikuwa amejifunza somo gumu sana kwamba mwanaume lazima uwe na msimamo na uwezo wa kupambanua ukweli na uongo, hata kama kutakuwa kuna shinikizo kubwa la familia.
Baadaye Rama alikuja kuwa mwanamke mwingine wa kawaida tu, na ingawa kwa kumpata mwanamke kama Rukia, lakini iliahidi kwamba ataishi maisha ya uaminifu lakini pia heshima. Baba yake na binti alifariki kwa amani miaka 2 baadaye. Alifariki akiwa amewaona mabinti zake wakiwa wamepatana, na kwenye usia wake alimwachia Rukia jumba lile la Mwanza ambalo Rukia aliamua kuligeuza kuwa kituo cha kulelea watoto yatima, akikiita kwamba kituo cha Mama Tabu. Sasa kwa kumbukumbu mama yake mzazi ambaye aliteseka kimlea kabla ya kufariki, hii ndio ilikuwa sababu ya kutoa jina hilo. Sasa Rukia hakuwahi kuolewa tena, alichagua kuishi maisha yake kama mama wa jamii. Alionekana mara nyingi akitembea pembezoni mwa Ziwa Victoria akitazama machweo na kutafakari safari yake ndefu sana, na kutoka kwa binti ambaye alikuwa ananuka sana kurogwa hadi kuwa mwanamke mwenye ushawishi mkubwa zaidi nchini. Rukia alijua kuwa kovu ambalo lilikuwa mwilini mwake ilikuwa ni alama ya ushindi, na sauti yake ilikuwa ni tumaini kwa maelfu ya watoto walikuwa wakipitia mateso kama ya kwake. Sasa baada ya kifo cha mzee wake, Mzee Baraka, siri moja nzito ambayo ilikuwa imefichwa kwa miaka mingi ilianza kuchomoza kama jua la asubuhi. Wakati huu Rukia akisafisha maktaba baba yake kule Mwanza, aliangusha kitabu kimoja cha zamani sana ambacho kilikuwa ni cha kumbukumbu. Ndani yake ilianguka barua ambayo ilikuwa imechakaa hivi. Ilikuwa na muhuri wa mwanasheria wa zamani wa familia, na barua ile ilikuwa na tamko la mama yake mzazi ambalo alikuwa ameandika wiki 2 kabla ya kufariki. Alikuwa ameeleza hofu yake juu ya Fatuma, akisema kwamba alijua Fatuma alikuwa akimpa sumu ya taratibu ili amtoe kwenye ramani na achukue nafasi yake. Lakini jambo lilomshtua Rukia zaidi ni ukweli kwamba kule Bariadi kwa mganga Nguvu Mali, Fatuma hakwenda tu kumroga Rukia, lakini alikwenda pia kufunga uzazi wa kila mwanamke atakayezaliwa katika ukoo wa Mzee Baraka ili mali zote zishie mkononi mwa Asha na uzao wake. Rukia sasa alijikuta akitetemeka, na hii ilimaanisha kwamba hata kama alikuwa huru kimwili, lakini kulikuwa na giza bado ambalo lilikuwa limefunga mustakabali wa maisha yake baadaye kama mwanamke. Sasa wakati huo kule mtaani Mabatini, Asha alianza kuugua ugonjwa wa ajabu, na alikuwa akitokwa na jasho na damu kila alipoona picha ya Rukia kwenye magazeti ya runinga. Watu walianza kusema labda ni malipo ya duniani, na Asha alijaribu kwenda kwa waganga mbalimbali, lakini kila mmoja alikuwa akimtazama, nyota yake ilikuwa ikipiga kelele na kumfukuza. Walikuwa wakimwambia, wewe umemgusa mteule wa Mungu, hakuna dawa ambayo itakusaidia mpaka mwenyewe aje kuwekea mikono. Sasa Rukia akiwa Dar es Salaam alikuwa akihisi msukumo wa ajabu sana moyoni mwake. Alikuwa kama anaona anahitajika kwenda Mwanza hivi, basi akaamua kurudi Mwanza, lakini safari hii hakwenda kama mfanyabiashara bali kama mtafutaji wa ukweli wa asili yake. Alimtafuta yule mwanamke Suzi ambaye sasa alikuwa ni mzee kweli kweli. Akamwambia kwamba shangazi, nimegundua kwamba Fatuma alifanya mambo mazito zaidi kuniharibu sura, lakini pia alifanya mambo mengine ya kuniharibu kabisa mwanamke wangu. Rukia alikuwa akizungumza na akamwambia kwamba alifunga tumbo langu na amani yangu pia nadhani itapotea kwa ajili ya hilo. Basi Suzi alimtazama Rukia kwa huruma sana, akamwambia, mwanangu, uchawi wa Nguvu Mali unavunjwa na kitu kimoja tu, msamaha wa dhati uliopitiliza. Fatuma alikufa akiwa na chuki, na chuki ndio ambayo iliwalisha kile chungu cha kule Bariadi, na ili uwe huru kabisa lazima uende Bariadi na si kwa mganga bali kwenye eneo ambako kile chungu kilizikwa, na hapo ndipo ambapo utamchukua Aisha na yeye ndo ambaye atakuonyesha eneo hilo. Basi hii ilikuwa ni safari ya hatari, lakini pia ilikuwa ni ya kihisia sana. Basi Rukia alimchukua Aisha ambaye alikuwa hawezi hata kutembea vizuri. Wakaelekea Bariadi, na walipofika kwenye ile pori la giza ambako Fatuma alikuwa akifanya mambo yake, Aisha alianza kutetemeka na kuashiria kwamba chini ya mbuyu huu mkubwa kulikuwa kuna jambo, lakini mbuyu huu ulikuwa umekauka. Akamwambia kwamba ni hapa dada, mama alizika nguo zako za ndani hapa na damu yako sijui na kuku mweusi, alisema Aisha kwa sauti ya kunung'ona lakini pia kukata tamaa. Basi Rukia alianza kuchimba kwa mikono yake. Hakujali kucha zake zilikuwa zimepambwa, alichimba mpaka akakuta kile chungu kidogo. Alipokitoa harufu ya ajabu ilijaza anga ghafla, na mvua kubwa ilianza kunyesha katikati ya kiangazi. Rukia alipasua kile chungu kwa jiwe kubwa, na popo Aisha alipiga kelele kubwa sana na kuanguka chini. Alihisi mzigo mzito sana ukiwa umemtoka kifuani. Basi Rukia alisimama kwenye mvua ile akihisi kwamba mwili wake ulikuwa mwepesi kama unyoya. Kila kovu ambalo lilikuwa limebaki moyoni mwake lilifutika, na alimgeukia Aisha na kumkumbatia. Ilikuwa ni katika pori lile la Bariadi ambako ndugu hawa wawili waliokuwa wanaishi kama paka na chui walikutana tena, na ilikuwa ni katika hatima ya msamaha. Sasa waliporudi Mwanza, habari zikaenea kwamba Rukia alikuwa amepona vifungo vya asili.
Miezi michache baadaye, kijana mmoja mtanashati ambaye alikuwa anaitwa John, ambaye alikuwa daktari bingwa aliyehamia Mwanza kutoka Uingereza, alikutana na Rukia akiwa kwenye hafla ya kuchangisha fedha. Tofauti na Rama, John hakuvutiwa na uzuri wa Rukia, bali alivutiwa na kovu la ushindi ambalo alikuwa nalo moyoni. Lakini je, maisha ya Rukia yangekuwa rahisi hivi? Wakati akijiandaa kwa ajili ya mahusiano mapya, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Shakira, ambaye alikuwa ni mdogo wake na Fatuma, yani shangazi yake na Asha, alitokea akiwa ametokea Tanga. Basi Shakira huyu alikuwa na ujuzi wa zaidi kwenye mambo ya giza kuliko hata Fatuma. Alikuja Mwanza kwa lengo moja tu, kumlipiza kisasi Rukia kwa kumdhalilisha dada yake na kumfanya Asha kuwa mfanyakazi wake. Basi Shakira huyu alianza kuingia kwenye maisha ya John kisirisiri, akijifanya kama mgonjwa ambaye anahitaji msaada. Wakati alikuwa akipanda mbegu za fitna ili kumtenganisha John pamoja na Rukia. Sasa Shakira hakuwa kama Fatuma ambaye alikuwa na pupa na hasira ya wazi. Yeye alikuwa ni mwanamke mkimya, mwenye macho ya baridi na tabasamu la hila ambalo lilikuwa na ubaridi hata kukiwa na jua kali. Alifika katika nyumba ndogo maeneo ya Kirumba akiwa na mkoba mmoja tu wa ngozi ambao ulikuwa unaonekana na zana zake za giza. Basi alijua fika kwamba Rukia ameshinda vita Bariadi, kwa hivyo aliamua kutumia mbinu ya nyoka wa kijani mwenye majani ya kijani. Na hii ilikuwa ni kujivika wema ili abomoe himaya ya Rukia kuanzia ndani yake. Basi kwanza Shakira alimtafuta Asha kwa siri sana. Alimkuta Asha akiwa anatoka kwenye kituo cha Rukia, akiwa amechoka lakini akiwa na amani. Akamwambia, Asha mwanangu, hebu tazama ulivyopauka. Alizungumza kwa sauti ya upole lakini ambayo imejaa sumu kali. Dada yako Rukia amekugeuza mtumwa na unashukuru? Alimua mama yako gerezani na kumfanyia mambo ya kumtesa, na sasa nataka kukua wewe na kufanyisha kazi za ndani, lakini ushtuki kweli? Basi Asha alishtuka, akamwambia shangazi, hapana, Rukia ameniokoa, yule ndo ambaye ameniokoa, mimi ndo ambaye nilikuwa na makosa. Basi Shakira akabidi cheke kidogo kwa dharau sana, akamwambia wewe amekupumbaza akili na madawa yake mapya ambayo ametoa Dar es Salaam. Mimi niko hapa kurudisha heshima yako, lakini kwanza lazima tumtoe huyu daktari John kwenye mikono yake. John ndo ambaye atakuwa daraja letu la kumwangamiza Rukia. Shakira alizungumza akianzisha mipango yake. Alijua kabisa John ni daktari ambaye anapenda sana kazi yake na anapenda sana kazi za kijamii. Basi alijitokeza hospitali kwa John kama mfadhili ambaye alitaka kutoa vifaa vya matibabu kwa watoto maskini. Na kwa kutumia mvuto wake wa kiganga, Shakira alianza kumkaribia John, na kila mara John alipokuwa na Rukia alianza kuhisi kichwa kinamuuma bila sababu. Na picha ya Rukia ilianza kumtokea kama sura ya mwanamke wa kutisha, na ulikuwa ni uchawi wa kufumba macho ya upendo. Sasa siku moja Rukia alimwalika John kwa ajili ya chakula cha John nyumbani kwake. Alikuwa mpika pilau na alikuwa amenunua samaki sato kukaanga wale. Alikuwa anategemea kwamba ungekuwa ni usiku wa John kumvisha pete ya uchumba. Lakini John alipoingia ndani, badala ya kuona mwanamke mrembo ambaye anampenda, alimuona Rukia akiwa na sura ya Fatuma, yani yule mwanamke mkatili kulikweli ambaye alikuwa akisimuliwa kwenye hadithi za familia. Rukia, mbona nitazama hivyo? John aliuliza akirudi nyuma kwa uoga. John, kimekupata nini? Mbona niko hapa? Basi alimkaribia kwa wasiwasi, lakini Rukia kila alipomkaribia, harufu ya ajabu pamoja na uji ambao ulikuwa umechanganyikana mafuta ya simba, yani huu ulikuwa ni uchawi wa yule Shakira, vilimfanya John yahisi kama anataka kutapika. Basi alikimbia sana kwenye ile nyumba na kumwacha Rukia akiwa amepigwa na butwa. Machozi yalikuwa yanamtoka. Sasa huko nje Shakira alikuwa amekaa kwenye gari yake akitazama kila kitu. Mwisho akatabasamu akasema kwamba mchezo umeanza Rukia. Ulidhani kwamba Bariadi ndio mwisho wa dunia? Tanga kuna walimu wa haya mambo, nitakuonyesha. Basi Rukia hakuwa mjinga. Baada ya John kuondoka vile alijua kwamba harufu ile haikuwa kawaida. Alirudi chumbani kwake akapiga magoti na kuanza kufanya kile ambacho kilimuokoa mara ya kwanza. Ilikuwa ni sala na umakini. Alimtumia ujumbe Asha akimtaka kukutana mara moja. Na Asha alipofika alikuwa anatetemeka tu. Akamwambia, dada, shangazi Shakira yuko mjini, amekuja kulipiza kisasi. Ameniambia maneno mabaya sana kuhusu wewe, lakini mimi sijaamini, tafadhali jihadhari. Shakira si kama mama, yeye anatumia ndago kabisa na majini ya baharini. Rukia alishusha pumzi ndefu baada ya kuambiwa hivyo. Akijua kwamba safari hii vita si ya kuchimba nyungu, bali ni vita ya akili na nguvu za kiroho. Asha, kama kweli unataka kuilipia damu mama yako na makosa ambayo alifanya, lazima uwe mpelelezi wangu. Mfuate Shakira, jifanye unakubaliana naye. Nataka kujua kila hatua ambayo amepiga. Rukia alisema, na Asha alitaka kuthibitisha uaminifu wake, aliamua kukubali. Alienda kwa Shakira na kujifanya amebadili mawazo. Akamwambia, shangazi, kweli bwana, mimi nimechoka sana kunyanyaswa na Rukia, naomba unisaidie nimwangamize. Basi Shakira kwa kiburi chake aliamini.
Alimuonyesha Asha chupa ndogo ya unga mweupe, akamwambia, "Huu ni unga wa mifupa ya kobe. Tutaweka kwenye kinywaji cha John kesho utakapokutana kwenye uzinduzi wa duka jipya la Rukia. John atapata kiharusi cha ghafla na kila mtu atasema Rukia ndio ambaye amemuoa kwa uchawi wake ili apate utajiri." Asha alihisi moyo unamruka kiukweli, lakini alitabasamu tu akasema kwamba, wazo zuri sana shangazi, tutafanya hivyo. Okay. Siku ya uzinduzi ilifika, watu mashuhuri wa Mwanza walikuwa wamejaa. Rukia alikuwa amependeza kweli kweli, lakini moyo wake ulikuwa kwenye mapambano. John alifika akiwa anaonekana mwenye mawazo na dhaifu sana. Shakira naye alikuwepo akiwa amevaa mavazi ya heshima kama mgeni mwalikwa. Wakati wa kutoa toast, Shakira alimnongoneza Asha akamwambia, "Sasa weka ule unga kwenye glasi ya John." Asha alichukua glasi akajifanya anaweka ule unga, lakini kwa ujanja wa hali ya juu sana alibadilisha zile glasi. Glasi yenye sumu alichukua yeye mwenyewe na glasi nzima alimpa Shakira, huku ya John ikibaki ikiwa salama. "Wow, kwa ajili ya mafanikio ya Rukia," alisema shangazi na sauti yake alikuwa ameipaza na kunywa kile kinywaji kwa ujasiri sana. Alikuwa akisubiri kwa hamu kweli kumuona John akiwa anaanguka pale. Lakini dakika 5 zikapita na ghafla Shakira alianza kushika koo lake. Macho yake yalianza kutoa damu na akaanza kuweseka kwa lugha ya ajabu ambayo hakuna hata mmoja ambaye alielewa. Alianza kuvua nguo mbele ya umati wa watu akipiga kelele. Alikuwa anaona moto. Akamwambia, moto jamani. "Kwa nini unaniunguza Fatuma? Kwa nini unaniunguza? Kwa nini unaniita kwanza? Unaniita wapi Fatuma?" Basi watu walipigwa na butwa. Rukia alimkaribia John na akamshika mkono. Ile harufu ya ajabu ilikuwa imetoweka ghafla baada ya Shakira kupoteza nguvu zake. John alimtazama Rukia kama mtu ambaye ametoka kwenye usingizi mzito hivi, akamkumbatia kwa nguvu sana akamwambia, "Rukia, naomba unisamehe, sijui nini ambacho kimenipata." Basi Shakira alipokuwa ameanguka pale chini alianza kuweseka kama kichaa kitaja majina ya watu ambao walikuwa wamewaua kule Tanga. Basi polisi walifika na kumchukua, lakini madaktari wakasema kwamba alikuwa amepata shock kubwa sana mfumo wa fahamu ambayo haitotibika. Basi Asha alisimama kando ya Rukia akitoka na machozi. Akamuuliza, "Dada, nimemaliza deni langu?" Rukia alimkumbatia Aisha akamwambia, "Umemaliza kwa kishindo mdogo wangu." "Lakini je, kwani huu ndio ulikuwa mwisho wa majaribu mengine kwa Rukia?" "Sijui." Lakini wakati amani imeanza kurejea, barua nyingine ilimfikia Rukia kutoka kwa mwanasheria wa Mzee Baraka kule Dar es Salaam. Barua ilisema kwamba Mzee Baraka alikuwa na mtoto mwingine wa kiume ambaye alikuwa anaitwa Peter, ambaye alizaliwa nje ya ndoa na sasa hivi anakuja kudai nusu ya utajiri wa Rukia na kituo chake cha yatima. Basi huyu Peter hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa ni mwanajeshi mstaafu mwenye roho ya ukatili kweli, lakini pia alikuwa na kiu ya pesa. Ujio wa Peter ulikuwa ni kama radi ambayo ilipiga kwenye anga la blue. Tofauti na Fatuma au Shakira ambao walitegemea giza la usiku wa nyungu na udongo, Peter alikuja na suti za gharama, alikuja na mawakili waliobobea na sura ya chuma isiyokuwa na chembe ya huruma hata kidogo. Alikuwa na mwanajeshi mstaafu aliyekuwa na ushawishi mkubwa sana serikalini na alijua vizuri jinsi ya kutumia sheria kama silaha ya maangamizi. Basi Peter huyo alifika Mwanza na kupiga kambi kwenye hoteli ya kifahari ya Malaika Rocks. Hakutaka kumuona Rukia kwa siri. Alitumia ilani ya kisheria, yani legal notice, ambayo ilimtaka Rukia kukabidhi 60% ya mali zote za Mzee Baraka ndani ya siku 7, la sivyo angefungua kesi ya jinai akidai kwamba Rukia aligushi usio baba yao kwa msaada wa mwanasheria wa zamani. "Dada yangu mpendwa," Peter aliongea siku alipokutana ana kwa ana ofisini kwa Rukia, huku alikuwa ameweka miguu yake juu ya meza kwa dharau kubwa sana. Akamwambia kwamba uchawi wenu wa kike mimi hautonidhuru. Mimi naamini kwenye nguvu ya karatasi na amri ya mahakama. Baba aliniacha mimi nikiwa mdogo nikateseka, huku wewe ukila na kulala kwenye magodoro ya manyoya. Sasa ni zamu yangu kuchukua keki yangu na nitaichukua yote." Rukia alimtazama kaka yake huyu wa kambo. Aliona ndani ya macho ya Peter kiu ya kisasi ambacho kilikuwa kimekomaa kwa miaka mingi sana upweke. Akamwambia Peter, "Mali hizi si kwa ajili yangu peke yangu. Kuna kituo cha yatima, kuna maisha ya watu yanategemea hapa. Baba hakuacha kwa makusudi. Alidhani kwamba mama yako aliondoka na wewe kwenda nchi nyingine. Hakuwahi kukuacha kwa makusudi." Hizi ni hadithi za aliniacha. Jiandae mahakamani. Nitakufuta kwenye ramani ya Mwanza na hichi kituo chako cha yatima nitakigeuza kwa klabu ya usiku. Na hamna kitu utanifanya," alizungumza Peter. Kesi ilianza kwa kishindo katika mahakama kuu ya Mwanza. Peter alikuwa na mawakili kutoka Dar es Salaam ambao walikuwa na uwezo wa kugeuza ukweli kuwa uongo.
na walianza kumchafua Rukia wakidai kwamba yeye ndo ambaye alimuua Fatuma na uchawi. Walitumia rekodi za nyuma za ugonjwa wa Fatuma kama ushahidi wa nguvu za giza za Rukia. Wakadai kwamba Rukia ni mwanamke ambaye alikuwa ni hatari sana, ambaye anatumia dini na misaada kuficha uhalifu wake. Basi hali ilikuwa ni mbaya sana. Sasa yule John, yule daktari, alijaribu sana kusimama upande wa Rukia, lakini Peter alitumia ushawishi wake kumsimamisha kazi John hospitali kwa tuhuma za kukiuka maadili ya kazi. Rukia alijikuta akipoteza kila kitu. Heshima yake ilikuwa imechafuliwa kwenye magazeti na mchumba wake alikuwa mashakani na mali zake zote zilikuwa zimezuiliwa kwa mahakama. Sasa usiku mmoja Rukia akiwa amekaa peke yake kwenye sebule ya nyumba babake, nyumba ambayo kwa sasa ilikuwa na giza na ni kwa sababu hakukuwa na pesa ya kulipia umeme. Asha aliingia, akamwambia, dada, kuna kitu nataka kukuambia. Alisema Asha kwa sauti ya kunong'ona. Peter, si yule ambaye unasema yeye ni nani? Sijui, nimekuwa nikimfuatilia kule hotelini kwake. Kuna mwanamke huwa anakuja kumuona kila siku. Mwanamke mwenyewe anavaa hijabu nzito hivi. Basi Rukia aliposikia hivyo alishtuka, akasema, mwanamke ni nani? Ni mwanamke kutoka Tanga, lakini si Shakira, ni binti wa Shakira, anaitwa Suzi mdogo. Wanashirikiana na Peter. Peter anatumia sheria, lakini binti anatumia nguvu za mama yake kumfanya hakimu apoteze kumbukumbu kila siku anapopaswa kuandika hukumu. Basi hapa ndipo ambapo Rukia alipoelewa kwamba Peter alikuwa ameungana na uzao wa Shakira ili kupata nguvu ya pande mbili, yani upande wa sheria lakini pia upande wa kiza. Basi siku ya mwisho hukumu ilipokaribia, mahakama ilikuwa imefurika na Peter alikuwa amekaa upande mmoja wa mbele. Alikuwa akitabasamu sana kwa ushindi. Basi hakimu alipoingia alionekana kama mtu ambaye alikuwa kwenye ndoto hivi. Alianza kusoma hukumu ambayo ilikuwa inaelekea kumnyang'anya Rukia kila kitu na kumpa Peter. Lakini katikati ya hukumu hiyo, mlango wa mahakama ulifunguka kwa kishindo. Aliingia mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mzee sana. Alikuwa ameshika mkongojo na alikuwa ameongozana na John. Alikuwa ni mama mzazi wa Peter, yule ambaye kila mtu alidhani kwamba alikufa miaka mingi sana iliyopita. Hebu simama, yule bibi alipaza sauti. Huyu kijana si mtoto wa Baraka. Baraka hakuwahi kupata mtoto wa kiume. Huyu mtoto ni wa mume wangu wa pili ambaye alimfundisha Peter jinsi ya kuwa laghai. Peter alibadili nyaraka za kuzaliwa baada ya kuiba siri za mzee Baraka kwenye ofisi ya zamani. Na alikuwa anataka tu mali, jamani, hamna chochote. Huyu si mtoto huyo mzee. Mahakama ilitulia. Peter alipauka na kuanza kutafuta mlango wa kutokea. Lakini polisi walikuwa wameshafika mahakamani na wamefika kila mahali. Yule bibi kwa uchungu wa mama ambaye anaonekana anasikitika kweli kwa jinsi ambavyo mwanae ameharibika, alitoa barua ambayo ilikuwa ni halisi kabisa mzee Baraka ambaye alikuwa amemtumia miaka 30 iliyopita. Ilikuwa ni barua ambayo ilikuwa ikieleza kuwa yeye Baraka alikuwa na tatizo la kutoweza kuzalisha watoto wa kiume, na hii ilikuwa ni hali ya kibiolojia tu, na kwamba Rukia ndo ambaye atakuwa mrithi wa pekee wa kidamu. Basi Peter alikamatwa hapo hapo kwa makosa ya kugushi, kutapeli na kuhujumu uchumi. Suzi mdogo ambaye alikuwa ni binti wa Shakira alitoroka na kutokomea kuelekea mpaka huko Sirali. Aliacha hirizi zake zikiwa zimetawanyika kwenye sakafu ya hoteli ile. Na sasa baada ya dhoruba hiyo, Rukia alisimama nje ya jengo la mahakama, alivuta pumzi ya uhuru. John alimjia na kumshika mkono, na safari hii akiwa na barua ya kurudishwa kazini pamoja na kupandishwa cheo. Rukia, John alisema, sasa ni wakati wa kuandika hadithi yetu bila vivuli vya watu wa kale. Lakini wakati Rukia akitaka kuitikia, aliona kivuli cha mtu kwa mbali kwenye ukingo wa ziwa Victoria, akiwa amemshika mtoto mdogo mkononi. Mtu huyo alikuwa amefunika sura yake, lakini Rukia alihisi mapigo ya moyo wake yakiongezeka. Alihisi kwamba kuna vita dhidi ya chuki ambayo ilikuwa haijaisha, bali tu kuna namna tu hii vita imebadilisha sura. Rukia alibaki ameduaa na macho yake yalikuwa yamekazwa kwenye kile kivuli kando ya ziwa. Alihisi ubaridi usio kawaida ambao ulikuwa ukipita kwenye uti wa mgongo. John alijaribu kumsemesha, lakini Rukia alikuwa mbali sana kiakili. Ile sura yule mtu ambaye alikuwa amemshika mtoto ilipotea ghafla nyuma ya miamba ambayo ilikuwa ni mikubwa sana ya kuvutia mji wa Mwanza. Wenyewe wanaita Bismarck Rocks, na hii ilikuwa ni kana kwamba hii taswira haikuwahi kuwepo. Basi bwana, binti aliogopa sana, lakini kuna kitu fulani ambacho kilikuwa kijakaa sawa katika moyo wake. Sasa siku chache baadaye, wakati Rukia akijaribu kurudisha utulivu kwenye kituo chake cha yatima, mwanamke mmoja mrembo kupindukia alifika gitini. Alikuwa mbeba mtoto mchanga na machoni mwake kulikuwa na huzuni ambayo ilipitiliza. Alijitambulisha kwa jina la Shakira. Ni jina ambalo linafanana na Shakira, lakini huyu alikuwa ni tofauti kabisa. Akasema kwamba nimekuja kuomba hifadhi. Shakira alisema kwa sauti ya chini.
akasema kwamba mume wangu ameuawa na mimi sina kwa kwenda. Nimesikia wewe ndio ukimbilio la ambao hawana msaada. Basi Rukia huyu alikuwa na moyo wa huruma sana, na ni moyo huo ambao ulimponza mara kadhaa sana. Alimkaribisha ndani. Hakujua kuwa Shakira alikuwa ni mke wa siri wa Peter, yaani yule laghai ambaye alikamatwa mahakamani. Shakira hakujua kwamba kwa ajili ya uchawi wala hakuja kwa ajili ya sheria, lakini alikuwa amekuja kwa ajili ya sumu ya taratibu. Alikuwa amefundishwa jinsi ya kuharibu maisha ya mtu kwa kutumia upendo na uaminifu. Wakati Shakira akiishi ndani ya nyumba ya Rukia, alianza kumfanya Asha kitu cha ajabu sana. Alianza kumlisha Asha maneno ya siri, akimkumbusha jinsi alivyokuwa malkia zamani na jinsi sasa ambavyo amekuwa ni mfanyakazi tu dada yake. Asha, hebu angalia mikono yako. Shakira alinong'ona siku moja akiwa jikoni. Imejaa sugu kwa kufanya kazi na usafi. Wakati Rukia anashinda kwenye kiyoyozi tu, unadhani kwamba amekusamea kweli? Hapana, anakuweka karibu ile kuona unavyoteseka. Hiki ndio kisasi chake cha kweli, unashindwa kujua hilo? Basi sasa mbegu ile ya mashaka ilianza kuchipuka tena moyoni mwa Asha. Asha alijikuta ameanza kubadilika. Asha alianza kuwa na kiburi na mara nyingine alionekana akizungumza peke yake. Rukia alikuja kujua mabadiliko ya ndugu yake huyo, lakini akadhani labda msongo wa mawazo kutokana na ambayo ametokea mahakamani. Hakujaji sana. Sasa siku moja John alimfuata Rukia kwa siri. Akamwambia Rukia, kuna kitu kiko sawa na huyu mwanamke Shakira. Nimefanya uchunguzi wa damu ya yule mtoto ambaye alikuja naye na nimegundua kwamba yule mtoto hana uhusiano wote wa kibiolojia na Shakira. Huyu ni mtoto ambaye ametekwa. Basi Rukia kabla hajafanya lolote, Asha alitokea mlango wa nyuma akiwa na uso wa hasira sana. Unamsingizia Shakira kwa sababu unataka kumtoa kama ambavyo umetoa mama yangu Rukia, nimechoka kwa kivuli chako, nimechoka. Na hapa ndipo mtego ambapo ulifunguka. Shakira alitokea nyuma ya Asha akiwa ameshika bastola ndogo. Akamwambia kwamba asante Asha kwa kuwa mjinga kama kawaida yako. Pita hapo gerezani kwa sababu ya huyo dada yako, na mimi niko hapa kumaliza kazi ambayo ilianza mume wangu. Shakira alimlazimisha Rukia kuingia kwenye gari, akamchukua kama mateka kuelekea maeneo ya milima ya Ilemela. Alitaka kumshurutisha Rukia asaini nyaraka za kukabidhi umiliki wa kituo na kampuni zote kwa jina la Shakira, na hii itakuwa ni kabla ya kumuua. Sasa wakiwa huko juu ya mlima, huko giza likiwa limeingia, Asha alisimama akimtazama dada yake ambaye alikuwa amefungwa kamba. Alimwangalia Shakira na kisha akamwangalia Rukia. Kumbukumbu za jinsi Rukia alivyomwokoa Bariadi zilianza kumjia Asha. Alikumbuka jinsi Rukia alivyomtoa kwenye tope la umaskini na kumpa utu. Piga risasi! Shakira aliamuru, akimpa Asha bastola ili aweze kumpiga ndugu yake. Thibitisha kwamba wewe ni mtoto wa Fatuma. Muue huyu mwanamke ambaye amekunyang'anya kila kitu. Muue, unashindwa nini? Aliendelea kushawishiwa. Mikono ya Asha ilikuwa inatetemeka. Alimnyoshea Rukia bastola na Rukia alimtazama mdogo wake kwa macho ya amani bila hofu. Akamwambia Asha, fanya unachopaswa kufanya, lakini kumbuka kwamba chuki haijawahi kumjengea mtu nyumba hata siku moja. Basi ghafla Asha aligeuza bastola na kufyatua kuelekea angani. Alipiga kelele ya uchungu na ilikuwa ni katika mshtuko mkubwa sana. Na katika mshtuko ule, John na polisi ambao John alikuwa ameshawasiliana nao tangu alipohisi mashaka, walivamia eneo lile. Shakira alijaribu kutoroka kwa kuruka kwenye kingo ya mlima, lakini aliteleza na kuanguka kwenye maporomoko ya mawe. Asha alianguka miguuni kwa Rukia akilia kwa sauti ya kusononeka sana. Akamwambia, dada nisamehe, karibu niharibu kila kitu tena, mimi ni mdhaifu, mimi si mtu mwema kama wewe dada. Lakini Rukia alimkumbatia Asha kwa nguvu, na safari yake ikiwa na machozi pia. Akamwambia, sisi sote ni wadhaifu Asha, muhimu ni kwamba umechagua upande wa nuru wakati wa giza lilipokuja kwa mara ya mwisho. Basi baada ya tukio lile, Rukia aliamua kufanya uamuzi mgumu sana. Alijua kwamba kuendelea kuishi Mwanza kulikuwa kuna wavuta maadui wengi sana kutokana na historia yake. Aliamua kuhamishia makao yake makuu ya taasisi yake kule mkoani Iringa, ambako kulikuwa na mazingira mapya ya utulivu. Na mbali na kumbukumbu za viungo vya Bariadi na usaliti wa Mwanza, aliona Iringa ilikuwa ni sehemu ambayo hataweza kukumbuka mambo mengi. Basi miezi 6 baadaye, mkoani Iringa, harusi ya kihistoria ilifungwa. Alikuwa ni Rukia na John. Walifunga pingu za maisha kwenye kanisa dogo ambalo lilizungukwa na miti ya milingoti, na Asha alikuwa mpamba bibi harusi, yani wenyewe wanasema maid of honor. Basi alikuwa anatabasamu kweli kweli. Safari ilikuwa amefurahi sana kwa ajili ya ndugu yake. Sasa wakati harusi ikiendelea, mwanamke mmoja ambaye alikuwa amevalia mavazi ya kawaida alisimama kwa mbali kabisa akitazama sherehe hiyo. Na huyo alikuwa ni Suzi, yule shangazi ambaye alimuokoa Rukia mwanzoni kabisa kama unakumbuka.
alitabasamu kwa kunong'ona na akasema kwamba mzigo umeutua binti yangu, na sasa nenda ukazeeke kwa furaha. Basi Rukia alimtazama John akitambua kwamba mateso yake yote ilikuwa ni darasa la kumtengeneza kuwa mwanamke shupavu ambaye yupo vile leo. Alijua kuwa maisha hayatashinda kwa changamoto, lakini alikuwa na silaha ya siri, na si nyingine bali ni msamaha na upendo. Sasa maisha ya Rukia mkoani Iringa ilianza kama pepo ya utulivu. Milima ya Mafinga na ubaridi kali wa asubuhi vilikuwa vinapoza makovu ya miaka mingi juu ya joto na chuki za Mwanza. Rukia na John walijenga nyumba yao ya ndoto pembeni mwa mto Ruaha hivi, na hapa ilikuwa ni mahali ambapo sauti pekee ambayo ilikuwa ikisikika ilikuwa ni maji na ndege. Walifanikiwa kupata mtoto wao wa kwanza ambaye alikuwa ni binti mrembo sana ambaye walimuita Baraka, na hii ilikuwa ni kwa ajili ya kumbukumbu ya baba yake na Rukia. Lakini kama wasemavyo Waswahili, zamani haifi, hulala tu. Si ndivyo Sasa msikilizaji, unaweza ukaniambia kwani hii kauli maana yake nini? Kwa wewe ambavyo umeelewa kwamba zamani haifi, hulala tu, inamaanisha nini? Sasa tunapewa hadithi kwamba siku moja John ambaye alikuwa ni mume wa binti alipokea barua ambayo ilikuwa ya dharura kutoka hospitali ya rufaa ya Mbeya. Kulikuwa na mgonjwa mmoja wa ajabu ambaye alikuwa amefikishwa hapo. Alikuwa ni mwanamke ambaye mpoteza uwezo wa kuongea na mwili wake ulikuwa umejaa makovu pamoja na kuungua, lakini mikononi mwake alikuwa ameshikilia picha ya zamani sana mzee Baraka, yule marehemu. Sasa John kwa wajibu wake kama daktari lakini pia mume, aliamua kwenda kuona. Basi alipofika ilikuwa ni Mbeya, John alipigwa na butwaa. Mwanamke yule alikuwa mwingine, alikuwa ni Fatuma, mama wa kambo wa Rukia. Kumbuka tunafahamu kwamba mama huyo alifariki, na kila mmoja naamini kwamba Fatuma alifariki gerezani Butimba miaka mingi ambayo imepita baada ya kuugua akili, lakini ukweli ulikuwa ni wa kutisha zaidi. Kivipi? Fatuma ametoroshwa gerezani na kundi la watu ambao walikuwa wanataka kumtumia kupata siri za mali za mzee Baraka, na baada ya kumtesa bila mafanikio waliamua kumtelekeza, na baadaye akaja kuwa ni ombaomba tu mtaani huko. Sasa bwana John alimuona yule mwanamke na hatimaye akarudi Iringa akiwa na mtihani mzito sana kichwani kwake. Alikuwa anawaza amwambie mke wake Rukia au amlete huyu mwanamke ambaye amewahi kumtesa mwanamke wake ndani ya nyumba yao ili waweze kumtunza. Hakuwa anajua kipi ambacho kilikuwa ni sahihi kwa wakati ule. Basi akaanza siku moja akamuita Rukia, mke wangu Rukia. Alimuita na ilikuwa ni kwa sauti ya unyonge sana, ilikuwa ni usiku. Kuna kivuli cha zamani kimenitokea. Fatuma yuko hai na hali yake ni mbaya sana, nahisi anakufa, alizungumza John akimwambia Rukia. Rukia alihisi kama dunia imesimama hivi. Sahani ambayo alikuwa ameshika ilianguka na ikavunjika vipande vipande. Alipata hasira, alipata uchungu, lakini pia picha mateso ya utotoni ilijaa machoni mwake. Baada ya kila kitu John, baada ya kuniroga, baada ya kunidhalilisha na kutaka kuniua, bado yupo, ananifuata au ni vipi? Lakini Asha ambaye alikuwa ni msimamizi wa shamba la Rukia, alipopata habari hiyo alianguka chini na akazimia. Kwake Fatuma alikuwa ni alama ya laana ambayo ilimfanya apoteze utu wake, lakini mama yake. Basi siku iliyofuata Rukia alifanya uamuzi ambao uliwashangaza watu wengi sana. Alienda Mbeya. Alipoingia kwenye chumba cha hospitali alimkuta Fatuma kweli akiwa amekauka kama gome la mti. Macho yake yalikuwa yameingia ndani, na Fatuma alipomwona Rukia alijaribu kunyanyua mkono wake ambao ulikuwa unatetemeka. Hakuna maneno ambayo yalikuwa yanatoka, ila tu alikuwa na machozi mazito sana ambayo yalikuwa yanamtoka kwenye mashavu yake ambayo yalikuwa yamekunjamana sana kiukweli. Basi Rukia alikaa kitandani akamtazama mwanamke yule ambaye aliwahi kuwa simba kwenye maisha yake. Hakumuona adui tena leo. Alimuona ni kiumbe dhaifu sana ambaye anakaribia kukutana na muumba wake, mama wa kambo. Rukia alinong'ona kwa sauti ambayo ilikuwa ina huruma hivi. Akaambia, ulitumia uchawi kunifanya nionekane mnyama, lakini Mungu akatumia upendo kunifanya malkia. Ulitaka nife kwa njaa, lakini leo mimi ndo ambaye ninakulisha mama. Rukia alimchukua Fatuma na akamleta Iringa. Alimweka kwenye chumba kimoja kizuri sana ndani ya kituo chake, akamtafutia wauguzi pia na kwa ajili tu ya kumpa huduma bora. Asha kwa mara ya kwanza alilazimika kumhudumia mama yake mzazi ambaye alikuwa hamtambui tena, na huu ulikuwa ni ushindi mkubwa sana kwa Rukia. Si ushindi wa kuua, bali ni ushindi wa utu dhidi ya unyama. Fatuma aliishi miezi 3 Iringa, na katika siku yake ya mwisho
alipata fahamu kwa dakika chache. Alimshika mkono Rukia na Asha, akatoa sauti hafifu sana ya kukwaruza, akamwambia kwamba nisameni sana wanangu, nuru imenishinda na nuru imeishinda giza. Alivuta pumzi yake ya mwisho akiwa amejipumzisha kwenye kifua cha binti ambaye aliwahi kumfanyia kila aina ya ubaya. Mazishi ya Fatuma yalikuwa kwa heshima tu. Rukia alihakikisha kwamba anazikwa karibu na kaburi la Mzee Baraka kule Mwanza. Alimaliza kabisa mnyororo wa chuki ambao ulikuwa umefunga familia hiyo kwa miongo miwili sasa. Na baada ya mazishi, Rukia alisimama mbele ya kioo, alitazama makovu madogo ambayo yalikuwa mbaki mwilini mwake. Sasa hivi hakuiona kama alama mateso, bali ilikuwa ni kama medali za ushindi. Wakati huu, John alimjia nyuma yake na kumkumbatia. Akamwambia, imekwisha Rukia. Ndio John, sasa tunaweza kwenda kuanza kuishi tena, Rukia alijibu akitabasamu. Asha naye alipata amani. Aliolewa na mmoja wa wasimamizi wa kituo cha Rukia ambaye alikuwa ni kijana mwema sana, alikuwa anaitwa Rama. Ilikuwa ni jina lingine tofauti na ule Rama wa mwanzo, na walijaliwa kupata watoto mapacha. Nyumba ya Mzee Baraka iligeuka kuwa kituo cha kutoa elimu ya kupinga imani potofu, lakini pia ushirikina. Ilikuwa ikisaidiana na maelfu ya watu mkoa wa Mwanza. Rukia sasa alikuwa amebadilisha historia ya maisha yake kiukweli. Ilikuwa ni kutoka kwenye kitabu cha uchawi na kuwa kitabu cha matumaini. Alijua kuwa popote pale mama yake mzazi alipo, alikuwa anatabasamu kila akiona binti yake ambavyo aliweza kuvunja miiko na kuwa huru ya kweli kabisa katika nchi. Sasa miaka ilizidi kusonga na himaya ya Rukia mkoani Iringa ilizidi kutanuka. Taasisi yake ilikuwa tu kituo cha kulelea watoto, bali iligeuka kuwa chuo kikubwa sana cha ufundi ambacho kiliwavutia vijana kutoka nchi za jirani kama Zambia na Malawi. Rukia akawa ni nembo ya mafanikio kama mwanamke wa Kitanzania. Alijulikana kama mama wa Ruaha. Na hata hivyo, wakati kila kitu kionekana kutulia, mtihani mwingine wa aina yake ulijitokeza kupitia kwa binti yake. Binti yake ambaye alikuwa anaitwa Baraka. Baraka amekuwa binti mrembo sana. Alikuwa ni mwenye akili na upendo kama mama yake, lakini alikuwa na udadisi uliopitiliza kuhusu historia ya familia yake. Licha ya Rukia kujitahidi kuficha sana maumivu yake nyuma, lakini Baraka alipata sanduku la siri ambalo lilikuwa na shajara hivi ama mnaita diary. Ilikuwa ni ya zamani sana ya mama yake, lakini pia kuna picha za kule Bariadi. Basi siku moja Baraka alitoweka nyumbani Iringa. Aliondoka na barua fupi ambayo alikuwa ameacha, akasema, mama, nataka kujua kwa nini giza lilikuandama. Nimeenda Bariadi kutafuta majibu. Basi Rukia alihisi moyo wake ukipasuka vipande vipande. Alijua kuwa ingawa viungu vilivunjwa, lakini ardhi ya Bariadi bado ilikuwa na kumbukumbu za kile ambacho kimewahi kutokea. Alihofu kuwa labda udadisi wa Baraka ungeweza kuamsha pepo ambazo zilikuwa zimelala kwa miaka mingi sana. Na bila kupoteza muda, Rukia pamoja na John walifunga safari kuelekea kanda ya Ziwa. Wakati huo alimjulisha Aisha kwamba ambaye alikuwa Mwanza kubali kuungana nao. Basi bwana, kule Bariadi Baraka alikuwa amefika kwenye kijiji kile ambacho alizaliwa mganga Nguvu Mahali. Alimkuta kijana mmoja tanashati ambaye alikuwa anaitwa Rama mdogo. Alikuwa ni mjukuu wa Nguvu Mahali ambaye naye alikuwa ameachana na mambo ya kishirikina kabisa na kuwa mwalimu wa shule ya kijiji. Rama alijaribu sana kumuonya Baraka kwamba kutafuta historia ya giza ni sawa na kuchokoza mzinga wa nyuki, lakini Baraka alikuwa na msimamo. Alitaka kujua mtoto yule. Nataka kujua kama damu yangu ina laana, Baraka alisema kwa sauti ya kishujaa. Akasema, mama yangu alishinda, lakini mimi nataka kuhakikisha kwamba kizazi changu hakitawahi kulipa madeni ya Fatuma. Sasa wakati wakiendelea na kufanya yale mazungumzo, ghafla kundi la watu ambao walikuwa wamejifunika nyuso zao walivamia pale shule, na hao walikuwa ni wafuasi wa mwisho wa kile kikundi ambacho kilikuwa kimetoroka pamoja na Peter zamani sana. Walikuwa wamejipanga kumlipiza kisasi Rukia kupitia kwa binti yake, na ni kama alikuwa amejileta mwenyewe. Kwa hivyo walimteka Baraka akiwa pamoja na yule kijana Rama, wakawapeleka kwenye mapango ya mbali kabisa ya milima ya mkoa wa Simiyu. Na sasa Rukia alifika Mwanza na akakutana na Asha. Walipata taarifa za kutekwa kwa Baraka kupitia simu ya siri ambayo ilikuwa imeachwa na Rama mdogo. Safari hii Rukia hakuwa na uoga, hakuhitaji polisi peke yake, alihitaji nguvu ya umoja, lakini ni katika familia yake. Asha, safari hii tutapigana kwa ajili ya mali, tunapigana kwa ajili ya damu yetu. Tunapigana ili huyu binti asipitie yale ambayo tulipitia sisi, alisema Rukia akimwambia ndugu yake, na hatimaye alielekea Simiyu. Katika safari hiyo sasa Asha alionyesha ujasiri mkubwa sana. Alitumia maarifa yake mengi ya zamani ya mtaani yale ambayo alikuwa anaweza kabisa kuwabaini watekaji.
Walipofika kwenye mapango hayo usiku wa manane, walikuta kiongozi wa watekaji alikuwa ni yule mwanasheria mfilisi ambaye alikuwa akimtetea Peter mahakamani, ambaye pia alikuwa amepoteza kila kitu na sasa hivi alitaka fidia mamilioni kama tunakumbuka. "Oh, Rukia, mwisho umekuja?" Mwanasheria alicheka kwa kicheko cha kichaa sana. Akamwambia, "Nipe umiliki wa kampuni zako za Iringa, la sivyo binti yako hatotoka hapa akiwa mzima." Lakini kabla mwanasheria huyo hajamaliza sentensi yake, Baraka alionyesha kuwa yeye ni mtoto wa Rukia, na alionyesha kweli yeye ni mtoto wake. Alikuwa amefanikiwa kukata kamba zake kwa kutumia kipande cha kioo na akamfungua Rama pia. Na kwa pamoja walifanya vurugu kubwa sana ndani ya pango lile. Walizua taharuki ambayo iliwaruhusu kina Rukia, John pamoja na Asha kuingia ndani na polisi. Mapambano ndani yalikuwa ni makali, lakini mwisho wa siku haki ilishinda. Mwanasheria yule na genge lake walikamatwa na Baraka alimkumbatia sana mama yake huku akilia. Akamwambia, "Mama, sasa naelewa mama. Mama, naelewa sasa. Naelewa kwamba uchawi sio kitu ambacho kipo kwenye viungo. Uchawi ni chuki ambayo iko moyoni mwa watu. Na wewe umekuwa mchawi wa upendo kwa kushinda chuki mamangu. Nimejifunza sana." Alizungumza binti na hatimaye wakarudi Iringa wakiwa na ushindi tena. Rama mdogo huyu alionyesha ushujaa wa kumlinda Baraka na alipewa ufadhili wa taasisi ya Rukia kuendelea na masomo yake juu ya elimu ya jamii. Na sasa ni baada ya miaka kadhaa, urafiki kati ya Baraka na Rama mdogo ulistawi sana na kuwa kitu kikubwa sana. Ilifika mahali wakaunganisha familia mbili ambazo huko nyuma zilikuwa zimeunganishwa na giza, lakini sasa ziliunganishwa na kuwa nuru. Asha aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa operation ya taasisi hiyo mkoa wa Mwanza. Alikuwa akisimamia miradi mikubwa ya kusaidia wanawake wajane. Alikuwa amebadilika kabisa na akawa mwanamke wa mfano. Alikuwa akivaa mavazi ya heshima na busara. Si Asha huyu ambaye aliwahi kuwa kwenye shirk na kuwa na roho mbaya sana kipindi ambacho mama yake Fatuma alikuwa mzima. Na sasa Rukia amekuwa ni mkubwa sana, umri umesogea na amekuwa na umri wa uzee na ameanza kuona anapata mvi kichwani. Alikuwa amekaa kwenye baraza la nyumba yake kule Iringa siku moja, akamtazama mjukuu wake wa kwanza ambaye alikuwa anacheza kwenye majani. Alijua kuwa sasa hivi anaweza kufunga macho yake na akapumzika, na alijua kwamba hata akifa sasa hivi atakuwa ameacha ulimwengu bora zaidi kuliko ule ambao ulikuwa umepita. Picha ya mama yake mzazi ambaye alikuwa ukutani ilionekana ikitabasamu zaidi kuliko wakati mwingine wowote ule. Rukia alichukua kalamu na kuandika sentensi ya mwisho ambayo aliandika kwenye shajara yake. Akaandika kwamba giza huingia pale nuru inapokata tamaa. Mimi sikuwahi kukata tamaa. Lakini hata hivyo, wakati Rukia akiamini kwamba kila kifungo kitakuwa kimefunguliwa, mtihani wa kizazi kipya ulianza kuchomoza kwa namna ambayo hakuitarajia kabisa. Rukia sasa hivi amekuwa ni mzee, ni miaka mingi tayari imeshazogea, na Baraka mtoto wake pamoja na yule Rahma mdogo walikuwa wamependana kwa dhati kuliko, lakini penzi lao lilianza kukumbwa na dhoruba kutoka kwa watu wa kale ambao bado walikuwa wanaishi kwenye kivuli cha Nguvu Mali, yani yule mganga. Kumbuka Nguvu Mali na Rahma mdogo wao walikuwa ni ndugu, na huyo alikuwa ni mganga kama si mchawi, lakini upande wa Rukia wao walikuwa ni watu wa Mungu sana. Sasa kule Bariadi kulikuwa na mdogo wake Nguvu Mali ambaye alikuwa anaitwa Mzee John, ambaye huyu alikuwa ameapa kwamba lazima mjukuu wake Rama arudishe heshima ya familia yao na kuwa mganga mkuu. Alipoona Rama amekuwa mwalimu na anataka kuoa kwa mtoto wa Rukia, aliona hii kama tusi kubwa sana kwake. Akasema kwamba mjukuu wangu hawezi kwenda kwenye damu ya mwanamke ambaye alinidharau sana na akadharau chungu chetu, haitowezekana. Mzee alinguruma huku akigonga fimbo yake chini. Basi alianza kutuma viashiria vya ajabu mkoani Iringa, na Baraka alianza kuota ndoto za ajabu sana ambazo Rukia alitambua vyema sana kwamba, na hizi zilikuwa ni ndoto za nyoka weusi na sauti za watu ambao walikuwa wanalia chini ya ardhi. Lakini safari hii Rukia kwa peke yake. Asha ambaye pia alikuwa mtaalamu wa mambo ya kisaikolojia na kiroho, baada ya kupitia mateso mengi, alimfuata Rukia. Akamwambia kwamba dada, huyu mzee wa Bariadi atumie uchawi wa kizamani. Asha sasa alionya kwamba huyu anatumia vifungo vya kiakili. Anataka Baraka mchukie Rama ili penzi lao livunjike na laana irudi upande wetu ili turudi kwenye njia ya chuki. Basi Rukia alimtazama mtoto wake Baraka ambaye alikuwa ameanza kuwa na hasira za ghafla sana dhidi ya Rama mdogo bila sababu. John akiwa kama daktari alijaribu kumpa Baraka dawa za kutuliza mishipa, lakini hali ilizidi kuwa mbaya. Baraka alianza kudai kwamba Rama anataka kumuona kuchukua mali za taasisi. Na hapa ndipo ambapo sasa Rukia aliamua kuchukua hatua ya mwisho kabisa ya kishujaa, na akamwambia Rama kwamba kama kweli unampenda Baraka lazima uende Bariadi na ukasimame mbele ya babu yako ukamwambie kuwa upendo ni mkubwa kuliko agano lake na damu, na mimi nitakuja na wewe.
Basi safari ya kurudi Bariadi ilikuwepo, na ilikuwa ni safari ya marudio ya kihistoria, lakini ilikuwa na wahusika tofauti kabisa. Na walipofika walimkuta mzee John akiwa ameketi katikati ya uwanja. Alikuwa amezungukwa na watu wa kijiji ambao walikuwa na hofu sana. Mzee John, uliua furaha ya mama yangu, ukataka kuua ya kwangu, na sasa unataka kuua ya mjukuu wako na binti yangu. Damu haikutosha? Tazama mazingira haya. Watu wako ni maskini sana, hawana shule wala hospitali kwa sababu wanaishi kwa kuogopana. Nimekuja hapa si kwa ajili ya kupigana na wewe, lakini nimekuja tu kukupa ofa mzee wangu. Basi mzee John alicheka sana kwa dharau, akamuuliza ni ofa gani wa mwanamke? Utajiri wako huwezi kununua nguvu za mababu. Akamwambia, mimi nitajenga chuo kikubwa sana cha ufundi na afya hapa Bariadi. Chuo hicho kitaitwa Chuo cha Amani ya Nguvu Mali. Basi alisema Rukia, na alikuwa akimsogelea mzee huyu bila uoga. Akamwambia, mjukuu wako Rama atakuwa mkurugenzi wake, na utakumbukwa kwa kuleta maendeleo, sio kwa kuleta vifo. Chagua leo, ufe ukiwa mchawi ambaye anaogopwa na kusaulika, au uishi ukiwa babu ambaye alileta ukombozi kwa watu wake. Basi kwa mara ya kwanza katika maisha yake, mzee John alitetemeka. Alitazama mikononi mwake jinsi mikono ilivyokunjamana, na kisha akamtazama mjukuu wake Rama ambaye alikuwa amemshika mkono Baraka kwa ujasiri sana. Aliona nuru ambayo hakuwahi kuiona kwa kaka yake Nguvu Mali. Na sasa mzee John aliangusha fimbo yake ya kulia kama mtoto. Alianza kulia sasa, akasema kwamba nimechoka kuishi kwa giza, nimechoka kiukweli, alisema, na akasema kwamba Bariadi pia imechoka kuishi kwenye giza. Basi siku hiyo mkataba wa amani wa kweli ulifungwa. Yale vitu wanaita vifungu vya akili ambavyo vilikuwa vimeanza kumtafuna Baraka vilitoweka mara moja. Baraka alimkumbatia Rama mdogo, na kwa mara ya kwanza watu wa Bariadi walicheza ngoma za furaha badala ya kuogopa zile ngoma za kishirikina. Na sasa ni miaka 2 baadaye ambapo ndoa ya Baraka pamoja na Rama mdogo ilifanyika Bariadi. Ilikuwa ni sherehe kubwa ambayo ilikusanya viongozi wa nchi na watu wengi pia wa kawaida walikuwepo. Asha alisimama mbele ya umati na akasema kwamba sisi ni kizazi ambacho tumekata minyororo ya maumivu ya Fatuma na Rukia imekuja kuishi hapa. Siku zikapita na muda ukasogea, na hatimaye tunamuona Rukia akiwa pamoja na John wake. Walikuwa wamejipumzisha kutoka kwenye majukumu yao kila siku, na walikuwa wamenunua shamba dogo kule Mfindi Iringa. Walitumia muda wao mwingi kuandika vitabu na kufundisha amani. Rukia aligundua kuwa ushindi wa kweli si kumwangamiza adui, bali ni kumfanya adui asitamani tena kuwa adui yako. Sasa huko Mwanza, ile nyumba ya mzee Baraka ilikuwa na bustani nzuri sana pamoja na maua ambayo Asha alikuwa akiyatunza. Kila siku asubuhi watoto wa kituo hiki walikuwa wakiimba nyimbo za matumaini. Hakukuwa na harufu ya uvumba wala nyama iliyooza. Kulikuwa na harufu ya waridi, lakini pia amani. Baraka alikuja kupata mtoto wake wa kwanza wa kiume na akamuita jina la Imani. Jina hili liliashiria kwamba hata giza nene kiasi gani, imani katika wema daima itashinda. Na sasa ni miaka ikakatika na miongo pia ikapita. Rukia sasa akawa ni bibi kizee ambaye alikuwa na nywele nyingi sana ambazo zilikuwa na rangi ya fedha, lakini macho yake libaki na nuru ile ile ya ushindi. Mjukuu wake Imani alikuwa katika mazingira ya upendo na elimu bora sana. Alijifunza historia ya bibi yake kama shujaa ambaye alipigana na giza, lakini dunia ya Imani pia ilikuwa ni tofauti sana. Haikuwa tena dunia ya viungo pamoja na irizi, bali ilikuwa ni dunia ya teknolojia, mitandao, usaliti na vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vya kisasa. Imani alifanikiwa kuja kuwa kijana mwenye ushawishi mkubwa sana, wenyewe wanaita influencer na mwanaharakati ya kijamii jijini Dar es Salaam. Alitumia jina la familia yake kujenga jukwaa kubwa la kusaidia watu, na hata hivyo usaliti ulianza kuchomoza kupitia kwa rafiki yake wa karibu sana tangu chuo ambaye alikuwa anaitwa Peter. Na huyo alikuwa ni mjukuu wa yule Peter ambaye alikuwa ni mlaghai ambaye alikuwa ni adui wa kwanza kabisa wa Rukia. Basi Peter huyu alikuwa ameficha utambulisho wake kwa miaka mingi sana. Alikuwa anajua akimwambia Imani kuhusu yeye na kuhusu baba yake ama ndugu yake ambaye anaitwa Peter ambaye aliwahi kutaka mali mahakamani na akashindwa, akajua urafiki wao utaingia doa. Kwa hivyo aliweka chuki. Alikuwa na chuki sana ya kurithi. Aliamini kwamba utajiri wa familia yake na Rukia ulipaswa pia kuwa wao, na badala ya kutumia uchawi, Peter aliamua kutumia namna nyingine ambayo anaita cyberbullying, na hii ni pia ilihusisha hujuma za kidigitali. Alianza kusambaza nyaraka za uongo kwenye mitandao ya kijamii akidai kwamba taasisi ya Nuru ya Rukia inahusika na biashara haramu na kwamba Rukia alipata utajiri wake kwa njia ambazo zilikuwa ni za kishirikina huko Bariadi.
Basi kashfa hii ilivuma kama moto wa nyika, na jina la Rukia ambalo lilikuwa takatifu kwa miaka mingi sana lilianza kuchafuliwa. Watu walianza kuandamana nje ya vituo vya Iringa pamoja na Mwanza, na Imani alijikuta akishambuliwa kila kona, na hata baadhi ya wafadhili walianza kujitoa. Rukia akiwa amepumzika kule Mfindi Iringa aliona habari hizo kwenye runinga. Hakutetemeka wala, alimuita Imani, na Imani alikuja nyumbani akamwambia kwamba, mjukuu wangu, zamani maadui walitumia giza la usiku na makaburi, lakini leo wanatumia giza la screen na keyboard. Lakini kanuni ni ile, ukweli hauhitaji kupiga kelele. Ukweli hautopiga kelele ili ushinde, ila utashinda tu. Basi Rukia alimkabidhi Imani sanduku la chuma ambalo lilikuwa na nakala zote za kisheria. Kulikuwa kuna picha ya matukio yote ya nyuma na siri za familia ya kina Peter ambavyo waliwahi kujaribu kumdhulumu tangu miaka hiyo ya 90. Lakini ndani ya sanduku hilo kulikuwa na kitu kingine. Kulikuwa kuna barua ya msamaha ambayo Fatuma aliandika kabla ya kufa, akieleza majina yote ya watu wote ambao waliwahi kushirikiana nao kipindi ambacho alitaka kumtapeli Rukia kwenye utajiri wake. Basi Imani alitumia sanduku hilo kufanya jambo la kipekee sana. Badala ya kumpeleka Peter polisi, aliamua kumwalika kwenye kipindi cha live kwenye mtandao wake ambacho kilikuwa kina watazamaji wengi sana, zaidi ya mamilioni. Basi mbele ya kamera Imani alionyesha ushahidi wote, lakini mwishoni alifanya kile ambacho alifundishwa na bibi yake. Alikumbuka bibi alimwambia kwamba, Peter, najua wewe ni mjukuu wa mtu ambaye alimtesa sana bibi yangu. Naelewa maumivu ya kurithi ambayo uliyabeba, lakini hapa ndipo ambapo mnyororo unaishia. Mimi sikufunguli kesi. Badala yake na kualika ungane na mimi kusafisha jina la taasisi hii kwa kuitumikia jamii. Basi Peter, mbele ya mamilioni ya watu, alishindwa hata kuzuia machozi. Alijua kwamba ameshindwa, na si kwa nguvu ya kisheria bali kwa nguvu ya adhama. Alikiri hadharani kwamba aligushi nyaraka hizo na akaomba radhi kwa taifa zima. Kwa ni aibu nyingine hii. Sasa tukio hili lilizidisha heshima kwa Rukia maradufu zaidi. Watu waliona kuwa nuru ya Rukia si jina tu, bali ni mfumo halisi wa maisha. Sasa Asha upande wake wa pili, akiwa sasa pia ni bibi mzee sana kule Mwanza, alipata taarifa hizo na akatuma ujumbe kwa njia ya simu kwa Rukia, akamwambia, dada, watoto wetu wamevuka daraja ambalo sisi tulishindwa kuvuka kwa amani. Tunaweza kulala sasa, tunaweza kupumzika. Na ni kweli kama ambavyo waliomba. Hatimaye miezi michache baadaye Rukia alifariki dunia akiwa usingizini. Alikuwa amezungukwa na watoto wake wote, wajukuu pia, na pia alizungukwa na vitambaa vyeupe vyenye harufu ya sabuni pamoja na usafi. Mazishi yake yalihudhuriwa na watu kutoka nchi nzima. Hakukuwa na kilio cha uchungu. Kulikuwa na nyimbo za sifa kwa mwanamke aliyeweza kugeuza laana na kuwa baraka, lakini pia aligeuza chuki na kuwa upendo. Sasa Imani na Baraka waliendeleza taasisi hiyo, huku Peter akifanya kazi kama mkurugenzi wa mawasiliano, akihakikisha kwamba ukweli basi unaendelea kulindwa katika taasisi. Na kule Bariadi, ile shule ya ufundi ambayo ilijengwa ilikuwa ikitoa wahandisi na madaktari bora sana. Hakukuwa tena na mbwa ambao walikuwa wanabweka kwa kuogopa giza. Kulikuwa na taa za barabarani zilizokuwa ziking'ara usiku kucha, na hizi ziliashiria kwamba giza la nguvu mali na Fatuma lilikuwa limezikwa milele chini ya misingi elimu na upendo. Na kwa upande wa jiji la Mwanza lilibaki na kumbukumbu ya binti moja ambaye alikuwa anaitwa Rukia, ambaye alionyesha kuwa hata kama mama wa kambo atakuweka kwenye sumu na kukupeleka kwa waganga kama ambavyo ilikuwa kwake, lakini kama moyo wako ni mweupe utawaka kama jua na kuangazia wale wote ambao walijaribu kukuua. Ingawa bado wengi waliamini kwamba kifo cha Rukia kiliweka muhuri wa amani, lakini kuna kitu kimoja ambacho kilisaulika. Kule Tanga katika mapango ya Amboni kulikuwa na siri ambayo Shakira alikuwa ameficha kabla ya kupoteza akili yake. Shakira, kumbuka, alikuwa na pacha wake ambaye alikuwa anajulikana kama Rukia pia, na alipewa jina hilo kwa kejeli ya kumdhihaki huyu Rukia wa kwanza. Sasa huyu hakuwa mganga wa kawaida. Ilikuwa ni mwanasayansi ambaye alikuwa amebobea katika elimu ya sumu ya saikolojia ya uhalifu. Sasa baada ya mazishi ya Rukia, Imani alianza kupokea zawadi ambazo hazikujulikana katika ofisi yake Dar es Salaam. Na siku moja alipokea sanduku zuri sana ambalo lilikuwa na harufu ya karafuu kutoka Tanga hivi. Ndani yake kulikuwa na saa ya zamani ya dhahabu, na ilikuwa ni saa ambayo mzee Baraka alikuwa amepoteza siku nyingi sana. Kama si miaka mingi sana ambayo ilikuwa imepita. Lakini sasa saa ile ilikuwa na kitu cha hatari sana. Kila mara Imani alipovaa alianza kupata na hali ya kusahau mambo, yani kama wanaita amnesia hivi. Alianza kufanya maamuzi ya ajabu ya kibiashara ambayo alianza kuifilisi taasisi. Watu wakaanza kunong'ona kwamba damu ya mzee inataka kumtafuna mjukuu. Basi Asha
ambaye sasa hivi alikuwa na umri wa miaka 80, lakini akili yake ilikuwa imara kama chuma. Alipata habari hizi kule Mwanza na akahisi harufu ya usaliti ule ule wa zamani. Alimfunga kanga yake na safari ya kwenda huko ilikuwepo. Hakutumia usafiri wa gari, alitumia basi la mikoani kuelekea Dar es Salaam kwenda kumuokoa mjukuu wa dada yake. Alifika na kumuita Imani, akamwambia, Imani, hebu vua hiyo saa. Basi kijana anauliza, kwa nini bibi? Hii ni kumbukumbu ya babu. Imani alijibu akiwa na sauti ya kilevi sana. Basi Asha aliinyakua ile sana kwa itupa sakafuni. Saa ile ilipasuka na kutoa unga mwekundu ambao ulianza kutoa moshi wenye harufu ya ajabu. Akamwambia, huu ni uchawi wa Bariadi mjukuu wangu. Hii ni sumu ya mvuto wa kifo. Na hii ni kutoka Tanga. Kuna mtu anataka kukuua huku akiwa na kuona unateseka polepole kama walivyofanya kwa Fatuma wa Rukia. Basi wakati huu mwanamke mmoja ambaye alikuwa amevalia suti ya gharama sana aliingia pale ofisini. Aliingia bila hodi na alikuwa ni Rukia ambaye alikuwa ni mdogo wa pacha wa Shakira. Alikuwa anaonekana bado ni kijana kutokana na upasuaji na matunzo ya hali ya juu ambayo alikuwa akifanya. Hongera bibi Asha. Rukia aliongea akipiga makofi ya dharau kulikweli, akamwambia, umechelewa kidogo sana. Saa ile ilikuwa na kemikali ambayo inafuta seli za ubongo zote. Imani tayari amesha sign nyaraka na atakabidhi visiwa vyote vya utalii vya ile taasisi ya kule Zanzibar kwa jina langu. Asha alimtazama mwanamke yule kwa macho ya simba ambaye alijeruhiwa, akamwambia, kwani wewe ulikuwa unataka mali au ulitaka kisasi cha dada yako Shakira? Rukia alishakusamehe, lakini mimi sijisamehe unyama wote ule dhidi ya damu yangu. Basi Asha alitoa simu yake ya zamani na akawasha kinasa sauti. Alikuwa amesharekodi kila neno ambayo Rukia alikuwa akizungumza tangu alipoingia. Lakini zaidi ya hapo, Asha alifanya kitu ambacho hakuna alitegemea. Alitoa chupa ndogo ya maji ya baraka ambayo Rukia alikuwa amemkabidhi kabla ya kufariki. Akamwambia, hii ni zawadi kutoka kwa Rukia. Asha alisema akimnyunyizia yule mwanamke. Aliniambia kwamba siku moja giza la pwani litakuja na kukabidhi hii barua. Basi Rukia alipewa ile barua na akaifungua kwa mikono yote ambayo ilikuwa inatetemeka. Barua ilikuwa inasema kwamba, dadangu Rukia mdogo, najua unachopanga. Lakini kabla hujaiua familia yangu, jua kwamba mzee Baraka alikuwa msaidizi mkubwa mama yako mzazi alipokuwa anaumwa Tanga. Utajiri huu unaopigania nusu yake uliwekwa kwenye akaunti ya siri kwa ajili yako tangu ukiwa mtoto. Lakini Shakira alificha. Fungua akaunti namba hiyo hapo kule Benki ya Dunia, utakuta haki yako bila kumwaga damu. Rukia aliishiwa nguvu. Alijikuta akianguka chini na alikuwa amepoteza miaka zaidi ya 40 ya maisha yake akipanga kisasi dhidi ya mtu ambaye alikuwa akimlinda tangu mwanzo. Chuki yake ilikuwa ni gereza ambalo yeye mwenyewe alijifungia, kwa sababu hata yule alikuwa anamchukia hakuwa anajua wala hakuwa na mpango wa kufuatilia kama anachukiwa. Basi bwana, polisi ambao waliitwa na Asha walimchukua Rukia mdogo na Imani alikataa kumfungulia mashtaka ya jinai. Alifuata nyayo za bibi yake, aliamua kumsaidia kupata matibabu ya kisaikolojia na kumkabidhi ile akaunti ya siri ambayo Rukia alikuwa amemwachia. Sasa hali ya Imani ilianza kurejea baada ya John, yani yule babu yake, kumfanyia matibabu ya kuondoa sumu ya mwili. Taasisi sasa ikarudi mikononi katika familia, na safari hii Asha aliamua kubaki Dar es Salaam kusimamia usalama. Sasa siku moja wakati jua likizama pale ufukwe Coco Beach, Imani alimfuta machozi bibi Asha, akamwambia, bibi, kwa nini hadithi yetu haiishi mapambano? Basi Asha alitabasamu na akatazama mawimbi, akamwambia, kwa sababu nuru inapong'aa sana giza hujaribu kila njia kuizima, lakini siri ni moja tu, usishinde giza kwa kuwa giza zaidi, lakini shinda giza kwa kuwa nuru ambayo haitozimika. Basi wakiwa hapa, ghafla simu iliita na ilikuwa ni taarifa kutoka Mwanza. Kuna kijana mmoja ambaye alijitambulisha kama mjukuu wa Rama, yule mume wa kwanza kabisa wa Rukia ambaye alimuoa Asha kwa lazima. Alikuwa amekuja na nyaraka ambazo zinaonyesha kuwa kuna mali nyingine kubwa sana huko Shinyanga ambazo hazikuwahi kugunduliwa na anataka ushirikiano. Basi Imani alipokea ile simu kwa tahadhari sana. Jina la Rama lilikuwa na mwangwi wa usaliti wa kali sana. Mwanaume ambaye alikuwa kumtelekeza bibi yake Rukia wakati wa shida na kumuoa Asha kwa shinikizo. Basi kijana huyu mpya ambaye alijitambulisha kama Baraka Rama alipofika Dar es Salaam, ilikuwa ni jioni kwa ndege ya kutokea Mwanza. Alifika ofisini kwa Imani na hakuwa amevaa suti wala hakuwa na mawakili. Alikuwa amevalia tu mavazi ya kitaratibu tu, akionekana kama ni mtafiti hivi. Alichomoa ramani ya zamani ambayo ilichakaa na ilikuwa na hati za ardhi ambazo zilitiwa saini mwaka 1975. Basi
akasema kwamba Imani, baba yangu Rama alikufa kwa majuto makubwa sana, na kabla Jafar aliniambia kwamba kuna sehemu ya ardhi huko Shinyanga, maeneo ya Kishapu, ambapo mzee wa baba yake na Baraka, yani babu yako wewe Imani, walinunua kwa siri, na chini ya ardhi ile kuna madini ya almasi ambayo hayajawahi kuguswa. Lakini aliniambia pia kitu kimoja, ardhi ile imelaaniwa na damu ya mwanamke ambaye aliwahi kunyanyasika, na hapa alimaanisha kwamba ni Rukia. Basi Asha alikuwa amekaa pembeni wakati huo akisikiliza, na akasimama ghafla akasema, Kishapu, nakumbuka Fatuma alikuwa akisema kuwa kuna shimo la mali ambalo mzee Baraka alimficha. Alijaribu kumlazimisha babu yako sana kutoa ile siri kwa kutumia uchawi, lakini babu alikuwa na kinga ya siri, haikuwezekana. Basi huyu Rama aliendelea kusema kwamba mimi sijaje kudai mali, nimekuja kuomba tushirikiane. Kuna kampuni moja ya kigeni ambayo inaongozwa na mtu ambaye anaitwa Mr. Black, ambaye anajua siri ya hii ardhi. Wanataka kuipora na kuitumia nguvu pamoja na rushwa. Wanawatesa wana kijiji wa Kishapu na wanataka kuondoa kwenye makazi yao ili wapate hiyo almasi. Sasa hapa ndipo ambapo tukio la kusisimua zaidi lilianza. Imani, Baraka pamoja na Asha walifunga safari ya siri kuelekea Shinyanga. Walipofika Kishapu walikuta hali ya kijiji ni ya kutisha sana. Kulikuwa na walinzi wenye silaha nzito wakizunguka eneo lile. Wana kijiji walikuwa wakilia wakiomba nyumba zao zisibomolewe. Basi huyu Mr. Black ambaye alikuwa ni mtu ambaye hakuwa na uso, alikuwa akivaa kofia na miwani kila wakati. Alikuwa ameweka kambi katika lile shamba. Imani alitumia drones zake za kisasa kunasa picha za utalii, na alikuwa anatazama pia ule ukatili ambao ulikuwa unaendelea, na alikuwa akizituma moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii, wenyewe wanaita live streaming. Lakini ghafla waligunduliwa na walinzi wa Mr. Black, waliwazingira. Na huyu Mr. Black sasa alivua miwani yake, na hapo Asha alipiga kelele kubwa sana kwa mshangao. Alikuwa ni kijana mdogo sana na sura yake ilikuwa ikifanana kabisa na Fatuma. Akauliza, mnanijua? Mr. Black alicheka kicheko ambacho kiliwakumbusha sauti ya kile chungu cha kule Bariadi. Akamwambia, mimi ni mjukuu wa siri wa Fatuma, nilizaliwa na Asha, yule mtoto ambaye mlimtoa kwa siri na kumtupa hospitali mkizani kwamba amekufa. Bibi Asha, unakumbuka? Basi Asha alishika kifua, alishindwa kupumua. Ilikuwa ni siri ya miaka 60 ambayo leo ilikuwa imepasuka live. Na huu ilikuwa ni wakati ambapo Asha alikuwa anaolewa na Rama kwa lazima na kuteseka. Alipata ujauzito wa Peter, yule mchepuko wake, na baada ya kujifungua mtoto alionekana kwamba ana ulemavu. Basi Fatuma alimshauri amtupilie mbali ili asiharibu heshima ya ndoa. Na Asha aliamini kwamba mtoto kweli alikufa, lakini kumbe alichukuliwa na watawa na kulelewa nje ya nchi, na sasa mjukuu amerudi kulipiza kisasi kwa familia nzima. Akaambia kwamba mlipofikiri kwamba mmeshinda, mlikuwa mnajidanganya. Huyu alikuwa ni Mr. Black na jina lake alikuwa anaitwa Salum. Mali hizi za Shinyanga ni za kwangu. Babu Baraka aliziandika kwa jina la uzao wa Fatuma. Na hii ilikuwa ni katika kipindi ambacho alikuwa ameshikwa na akili na uchawi wa bibi yangu. Sasa huyu Salum aliamuru Imani na Baraka wafungwe kwenye nguzo, na wakati huu alikuwa akimlazimisha Asha kutazama jinsi ambavyo atakavyolipuliwa na atakapoliona lile eneo la madini litakavyokuwa linalipuliwa. Sasa hili lilikuwa ni jambo ambalo lingesababisha vifo vya mamia wanakijiji ambao walikuwa wamefungiwa kwenye maandaki chini ya ardhi. Sasa bibi, wewe fanya usali tu, sali bibi. Sali umuombe Mungu wako. Salumu alikuwa akicheka na alikuwa ameshika remote, lakini pia lipulizi. Lakini katika ile dakika ya mwisho Baraka alifanya kitu cha ajabu. Alikuwa amejifunza elimu ya mawasiliano ya radio. Alitumia kifaa chake kidogo cha kuzuia kinaitwa jam signal. Ilikuwa ni ile ya remote ile. Vilipuzi hivi havikulipuka. Wakati huo umati wa wanakijiji ambao walihamasishwa na picha za Imani ambazo zilikuwa hewani nchi nzima, walivamia kambi wakiwa na mapanga pamoja na majembe. Walikuwa ni maelfu. Walinzi wa Salum sasa waliamua kukimbia kwa ajili ya uoga. Basi Imani alijikwamua kwa ajili ya kumkabili Salum. Akamwambia Salum, kisasi chako kimechelewa. Unajua kwamba bibi yako Fatuma alikufa akiwa anaomba msamaha kwenye mikono ya Rukia. Hakuachiwa chuki yoyote. Wewe uliachiwa nafasi ya kuwa sehemu ya familia hii, lakini hakuna neno lingine lizungumzwa juu yako. Basi Salum sasa aliona kila kitu kimeharibika na akajaribu kujiua. Alitaka kuruka kwenye shimo la mgodi, lakini Imani alimwahi na kumshika mkono akamwambia, hutokufa leo. Utaishi ili uone jinsi ambavyo tumebadilisha almasi hizi na kwa shule na hospitali kwa ajili ya wanakijiji hao ambao umewatesa leo. Basi Asha alipiga magoti chini akilia kwa sauti kubwa sana. Alimuomba Mungu amsamehe kwa kosa lake la zamani la kumtupa mtoto.
Salum alitazama machozi ya bibi yake na kwa mara ya kwanza moyo wake wa chuma huu ulianza kuyeyuka. Sasa siri ya Shinyanga ilifunguka. Madini yake yaligundulika kuwa ni makubwa kuliko iliyowahi kuonekana Tanzania. Badala ya kupigana, Imani, Baraka pamoja na Salum, baada ya kufanyiwa ukarabati wa kisaikolojia, sasa walianzisha kampuni ya pamoja madini ambayo waliita Umoja wa Baraka. Shinyanga sasa ikabadilika kutoka kijiji cha maskini na ukatili ikawa ni mji wa kisasa na wa almasi, ambapo kila mwana kijiji alikuwa na hisa. Asha alitumia miaka yake ya mwisho kuishi Shinyanga akijaribu kumfidia mjukuu wake Salum kwa upendo ambao uliwahi kupotea. Na sasa wakati Shinyanga ikisherehekea ufunguzi wa mgodi wa Umoja wa Baraka na amani ikionekana kutawala, tukio moja la kutisha lilijitokeza usiku kwa mkia, sherehe ya miaka 100 kuzaliwa kwa marehemu Mzee Baraka. Katika makumbusho ya taifa jijini Dar es Salaam ambako saa ile ya dhahabu ya shajara za Rukia ilikuwa imehifadhiwa, mfumo wa usalama wa hali ya juu ulizimwa kwa sekunde 5 tu. Na katika sekunde hizo 5 kitu kimoja tu cha kipekee ambacho kiliibiwa ilikuwa ni mkataba wa damu wa mwaka 1940. Ilikuwa ni hati ya siri ambayo Mzee Baraka aliwahi kusaini na machifu wakali wa kanda ya Ziwa kabla hata hajawa tajiri. Sasa siku iliyofuata, mwanaume mmoja ambaye alikuwa amevaa mavazi ya asili ya kifalme aliongozana na kundi la vijana wenye sura za kijeshi. Aliingia kwenye ofisi kuu ya Imani akajitambulisha kama Chief Masanja wa 3. Akamuita Imani, babu yako alikabidhiwa utajiri huu kwa sharti moja tu, kwamba kila baada ya miaka 80 binti wa kwanza ukoo wenu lazima olewe na mwanafamilia wa kifalme wa ukoo wetu ili kulinda damu. Na muda umefika sasa. Inabidi Baraka, yani binti wa Rukia na John, tayari huyo na mume, lakini unaye binti mdogo ambaye ni Rukia mdogo wa pili. Na kama mkataba huo hautotekelezwa, ardhi yote ya Shinyanga na Mwanza itamezwa na moto. Hayo ni makubaliano ambayo yalifanyika kabla hata mjakuepo. Basi Imani bwana alicheka sana. Alicheka kidhani kwamba ni utani na akasema kwamba chifu, tuko karne ya 21 bwana. Mikataba ya damu na mambo ya kizamani yana nafasi gani hapa? Lakini kabla hajamaliza sentensi yake, simu yake ililia. Ilikuwa ni ripoti kutoka Shinyanga. Mashimo ya mgodi ilianza kutoa gesi ya ajabu na rangi ya dhambarau, na wafanyakazi mamia walikuwa wamezimia ghafla. Na Mwanza nako nyumba ya Mzee Baraka ilianza kupasuka kuta zake, na tetemeko lilikuwa limetokea katika eneo lile tu. Na hapo ndipo Imani alipogundua kwamba mapambano hayo hayakuwa yameisha, bali yalikuwa yameingia kwenye hatua ya kilele, wanaita the ultimate legacy battle. Bas Imani alimtafuta Salum ambaye ni Mr. Black, ambaye sasa alikuwa mshauri wake mkubwa sana. Salum alitumia ujuzi wake wa siri na ujasusi akagundua kwamba Chief Masanja wa 3 hakuwa chifu wa kweli. Alikuwa ni mtoto wa nje, yule mganga nguvu mali ambaye anaishi mafichoni nchini Kongo. Alikuwa akisomea sayansi ya miamba na nguvu ya asili, na wenyewe wanaita hii geophysics mixed with occultism. Sasa Salum akamwambia Imani, huyu jamaa anatumia masafa ya sauti, yani infrasound, ambayo amefichwa chini ya ardhi ya Shinyanga. Anachochea gesi na kupasua mijengo. Anatumia mkataba huu kama kisingizio ili achukue migodi yote hii. Basi Imani sasa aliamua kufanya kile ambacho bibi yake Rukia pengine angefanya. Angefanya kukabiliana na adui, na alijua anatakiwa kukabiliana kwa akili pamoja na ujasiri. Basi alikubali kukutana na Chief Masanja kwenye uwanja wa wazi kule Bariadi. Mbele ya umati wa watu, chifu alikuja na madoido ya kiganga na silaha za kisasa, akiamini kwamba Imani atasalimu amri. Nipe binti na nusu ya migodi au Bariadi iwe kaburi, chifu alianza kwa kuzungumza. Imani alisimama kidete, lakini alikuwa ameshikilia kompyuta mpakato, yani laptop na speaker kubwa sana. Akamwambia Masanja, mkataba huu uliosema unategemea damu unamaanisha damu ya uaminifu. Babu yangu Baraka kwahi kusaini mkataba wa kuuza watoto wake, alisaini mkataba wa kuendeleza jamii. Imani alibonyeza kitufe na ghafla drones ambazo zilikuwa angani zilianza kurusha mawimbi ya sauti yaliyokuwa yakipingana na yale ya Masanja. Gesi ya zambarau kule Shinyanga ilitulia na kuta za nyumba za Mwanza ziliacha kupasuka. Akamwambia kwamba siri yako imefichwa kwenye sayansi, sio kwenye miungu. Umetumia umaskini wa akili za watu wetu ili kututisha, lakini leo hii nuru ya Rukia inamulika udanganyifu wako. Wanakijiji walipoona kwamba uchawi wa Masanja umezimwa kwa teknolojia ya Imani, walimvamia Masanja sasa. Na katika vurugu hizi, Masanja alijaribu kutoroka na kutumia helikopta, lakini Baraka alikuwa ameshatega mfumo wa helikopta hiyo usiondoke ardhini. Basi Masanja alikamatwa, na katika mahojiano alikiri kwamba alikuwa akishirikiana na mabaki ya genge la Peter na Shakira ambao walikuwa wamekimbilia nje ya nchi.
Sasa baada ya tukio hilo, Imani alifanya uamuzi wa mwisho kabisa wa kihistoria. Aliamua kuivunja ile saa ya dhahabu na kuyeyusha ule mkataba wa damu mbele ya moto wa kijiji. Akasema kwamba kuanzia leo hii utajiri wa familia Baraka si wa damu tena, ni wa jasho na akili. Hakuna mkataba ambao utatufunga isipokuwa mkataba wa kuhudumia binadamu. Na tunamwona sasa Asha ambaye sasa hivi alikuwa na umri wa miaka 85, aliyemshika mikononi Imani akamwambia, mjukuu wangu, Rukia sasa anaweza kulala kwa amani ya milele. Umeua mzizi wa mwisho kabisa wa hofu. Basi usiku ule juu ya milima ya Iringa na ziwa la Mwanza, nyota ziling'aa kwa namna ambayo haikuwahi kuonekana. Familia ya Rukia ilikaa pamoja, ambapo ilikuwa ni Imani, Baraka, Salum pamoja na watoto wao, na hawakuwa tena watu wa kurogwa, kusemana wala kuwindana. Walikuwa ni familia moja ambayo ilishinda giza la karne nzima. Ingawa amani ilionekana kutawala, lakini kiza kipya kilianza kutanda kutokea upande ambao haukutarajiwa. Katika dunia sasa, biashara za kimataifa, adui hupigana kwa kutumia namba na mifumo ya siri. Basi miaka 2 baada ya Imani kuvunja ule mkataba wa damu, kampuni ya Umoja wa Baraka ilipata pigo ambalo halikuwahusisha waganga wala majini. Siku moja asubuhi, mifumo yote ya kielektroniki ya migodi ya Shinyanga na kituo cha Iringa ilizimwa na watu wasiojulikana. Wenyewe mnaita hackers. Sasa kwenye vyoo vya kompyuta zote kulionekana nembo moja tu, nyoka wa shaba aliyekula mkia wake mwenyewe. Na hii ilikuwa ni nembo ya The Syndicate of Shadows, ambalo ilikuwa ni kundi la siri la matajiri wa nje ya nchi ambao walikuwa na mahusiano ya kibiashara na Mzee Baraka tangu miaka 70. Walidai kwamba Mzee Baraka hakuwa mmiliki peke yake wa almasi zile, bali alikuwa wakala wao, na sasa wanakuja kuchukua riba ya miaka 50. Basi kiongozi wa kundi hili alikuwa mwanamke mmoja shupavu na mrembo sana. Alikuwa anaitwa Madam X. Madam X alitua nchini na kudai kwamba yeye ni binti wa siri wa Mzee Baraka ambaye alizaliwa kule Ulaya, na ana nyaraka za DNA zote ambazo zinathibitisha kwamba yeye ni mrithi mkuu wa kisheria kuliko hata huyo Rukia ambavyo alikuwa. Basi Imani alijikuta kwenye kona mbaya sana. Madam X ya kutumia nguvu alitumia sheria za kimataifa na kufungia akaunti zote za familia ya Rukia ambazo zilikuwa nje ya nchi. Imani, Salum na Baraka walijikuta wakianza kufilisika ndani ya usiku mmoja. Bibi Asha, Imani alimuita bibi yake kwa mara ya mwisho huku akiwa amekata tamaa kabisa. Huyu mwanamke anaonekana na haki. DNA inasema kwamba ni mtoto wa babu. Labda hatima yetu ni kupoteza kila kitu leo. Basi Asha ambaye alikuwa mzee sana na alikuwa dhaifu, alimshika mkono Imani na akamwambia kwa sauti ya kukwaruza, Imani, DNA inaweza kusema kweli, lakini damu haisemi uaminifu. Madam X si anayesema yeye ni nani. Kuna siri ambayo imefichwa kwenye kaburi la Rukia kule Mwanza. Basi sasa Imani na Salum walifanya safari ya siri usiku wa manane kuelekea makaburini Mwanza, na walipofika kwenye kaburi la Rukia walikuta jiwe la msingi ambalo lilikuwa lina alama ya siri ambayo Rukia alielekeza ichongwe kabla hajafa. Basi walichimba kidogo pembeni ya jiwe lile na kukuta kisanduku kidogo ambacho kilikuwa cha chuma hivi cha pua. Basi ndani ya kisanduku hicho kulikuwa na video ambayo Rukia alikuwa amerekodi akiwa na karibia kufa. Kwenye video Rukia alisema kwamba, Imani mjukuu wangu, najua siku moja Madam X atakuja. Yule si binti wa baba yangu. Yeye ni matokeo ya jaribio la kisayansi la Fatuma na kundi la The Syndicate ambao waliiba seli za baba yangu alipokuwa hospitali. Ni binti wa maabara ambaye alitengenezwa ili aje kuifuata familia yetu. Siri ya kumshinda ipo kwenye password ya siri ya account ya kwanza kabisa ya Baraka. Hapo ndipo Amani sasa aligundua kwamba hii vita ni bioscience na cyber warfare. Basi Madam X alipanga mkutano mkubwa sana na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam na akatangaza kuchukua mali zote. Imani aliingia kwenye mkutano ule akiwa na tabasamu la ushindi. Mbele ya vyombo vya habari vya kimataifa, Imani hakupinga DNA ya Madam X, badala yake alionyesha ule ushahidi wa video ya Rukia na nyaraka za maabara ambazo zilikuwa zimefichwa kule Uswisi. Madam X alipaza sauti akaambiwa kwamba wewe si binadamu ambaye ulipatikana kwa upendo. Wewe ni mradi wa kibiashara. Na kwa mujibu wa usio wa Mzee Baraka, mali zake haziwezi kurithiwa na mradi bali na damu ya asili. Basi hapo Mr. Salum, yani yule Mr. Black, alitumia ujuzi wake wa kuhaka na kurudisha mifumo yote migodini. Aligundua kwamba Madam X alikuwa amewekwa kirusi katika akaunti ya taasisi ili kuiba mabilioni, na Imani alionyesha hadharani jinsi mabilioni haya ambavyo alikuwa yanahamishwa kwenda kwenye akaunti ya kigaidi kule Mashariki ya Kati.
Basi madam huyu sasa alijikuta akitaka kutoroka, lakini polisi wa kimataifa walishakuwepo pale wakiwa wamemzunguka. Alikamatwa akiwa na aibu kubwa sana. Wakati ulimwengu ulikuwa ukijua kwamba nuru ya Rukia ilikuwa na uwezo wa kumulika hata siri za kisasa za maabara na mtandaoni. Basi tukio hili kubwa lilileta tension kubwa sana duniani kupitia vyombo vya habari kama CNN na BBC. Vilikuja Tanzania na kufanya mahojiano na Imani pamoja na Salum. Taasisi ya Rukia ikapata hadhi ya kidiplomasia, ikatambulishwa kama taasisi shupavu ambayo inashinda uovu wa karne 3 tofauti. Sasa baadaye kama wiki moja mbele, Asha alifariki kwa amani, na hii ilikuwa ni mara baada ya lile tukio. Alifariki akiwa na tabasamu kubwa sana usoni mwake. Alizikwa pembeni ya Rukia, na juu ya kaburi lao Imani aliweka taa za sola ambazo zilikuwa zinawaka usiku kucha, ishara kwamba nuru haitozimika kamwe. Lakini sasa katika dakika za mwisho za mazishi ya Asha, kijana mmoja mrefu mweusi aliyekuwa amevalia miwani ya kijani alisimama mbali na ule umati. Alikuwa ameshika kifaa cha kielektroniki ambacho kilikuwa kinasoma mapigo ya moyo ya kila mwanafamilia wa Baraka ambaye alikuwa pale. Mchezo ujaisha. Kijana yule alinong'ona, akasema kwamba umekamilika nusu tu. Basi yule kijana ambaye alijulikana kwa jina la siri la Victor hakuwa mchawi wa nyungu wala mwanasheria wa sauti. Alikuwa ni mtaalamu wa biohacking ambaye alikuwa amekodishwa na mabaki ya lile kundi la The Syndicate of Shadows. Kifaa ambacho alikuwa ameshika kilikuwa kinachanganua vinasaba, yani DNA ya familia ya Baraka kupitia hewa na jasho lao. Sasa lengo lake lilikuwa la kikatili sana. Alitaka kutengeneza virusi vya kidijitali ambavyo vingeingilia mfumo wa kibiolojia wa familia hiyo, na ingekuwa ni aina ugonjwa ambao ungetafuta tu na kutafuna DNA ya uzao mzee Baraka na kuwadhoofisha wote ili waonekane wamepatwa na laana ya asili kama ile ya Rukia, lakini safari hii ikiwa ni ya kisayansi zaidi. Basi sasa wiki chache baada ya mazishi ya Asha, Imani na Baraka pamoja na Rama walianza kuishi kiuchovu sana. Walikuwa wanapata uchovu usio kawaida. Nywele zao zilianza kubadilika rangi na kuwa nyeupe kabla hata wakati. Walipata vidonda vya ajabu ambavyo vilikuwa vikitoka katika mwilini mwao, lakini pia vilikuwa ni kama vile ambavyo vilikuwa vikimtokea bibi yao Rukia miaka ya nyuma ya zamani sana. Hii sio hali ya kawaida, Baraka alisema akitetemeka. Akasema kwamba dunia inasema kwamba tunarogwa tena. Watu wa kule Mwanza na Shinyanga wanasema ni laana ya Fatuma imerudi kwangu kwa nguvu kubwa sana, imerudi kwetu. Lakini sasa Salum ambaye alikuwa amejikita zaidi kwenye ulinzi wa kidijitali aligundua kitu cha ajabu sana. Kila mara Imani alipokuwa akitumia simu yake au kuingia kwenye gari lake la kisasa, mapigo yake ya moyo yalikuwa yakiongezeka kwa kasi sio ya kawaida. Akamwambia hii si laana, hii ni teknolojia ambayo kuna chembe ndogo sana za metali ambazo zimewekwa kwenye vinywaji vyetu na sasa hivi zinawashwa na mawimbi ya radio, yani radio frequency, kutoka kwa mtu ambaye yupo karibu na sisi kabisa yani. Basi sasa Salum aliamua kutumia mbinu ya kizamani kumkamata adui wa kisasa. Alizima umeme katika jengo kuu la Umoja wa Baraka na kuweka vizuizi vya mawimbi, na ghafla Imani na Baraka walihisi nafuu. Maumivu yalitulia kabisa. Wakati huo kule nje ya jengo, Victor alikuwa amekasirika sana. Alipoteza signal ya mawasiliano kati yake na wale watu ambao ama vile vimelea ambavyo alipandikiza mwilini mwa Imani. Alijaribu kurekebisha kifaa chake, lakini hakujua kwamba Salum alikuwa ameshajua na ameshatuma timu ya drones ambazo zilikuwa zina kamera ili kwenda kumtafuta. Basi drones zile zilimpata Victor akiwa amejificha kwenye gari dogo ambalo lilikuwa linaegeshwa mbali kidogo. Salum mwenyewe aliongoza kikosi cha ulinzi na kumzingira kijana huyo. Akamwambia kwamba mchezo wako wa kidaktari umeisha. Salum alisema huku akimnyang'anya Victor kile kifaa. Akamwambia, ulitaka kurudisha ugonjwa wa Rukia kwa kutumia sayansi. Unajua kwamba sisi ndio ambao tuliandika kanuni za ulinzi wa familia hii. Basi Victor alipogundua kwamba amekamatwa, alijaribu kufuta data zote kwenye kompyuta yake, lakini Salum alikuwa ameshapandikiza virusi vya nuru ambavyo vina nakili kila kitu. Na hapo ndipo siri nyingine inafunguka kwamba Madam X hakuwa kiongozi mkuu. Alikuwa ni kikaragosi tu cha kampuni moja kubwa ya dawa ambayo ilikuwa inataka kutumia DNA ya familia ya Baraka kutengeneza dawa za kuongeza umri, kwa sababu DNA yao ilionekana ina uwezo wa kipekee sana kupambana na sumu tangu zama za Rukia. Imani akiwa bado anapata nafuu, alifanya mkutano mwingine wa kihistoria leo, na safari ya kualika waandishi wa habari peke yake. Alialika wanasayansi kutoka shirika la afya duniani WHO. Akamwambia kwamba familia yangu imekuwa maabara ya mateso kwa karne moja, kuanzia kwa waganga kienyeji mpaka kwa wanasayansi hawa wa kikatili. Leo tunatangaza kwamba tutatoa siri ya DNA yetu kwa ulimwengu bure kabisa.
na hii ni ili kusaidia kutibu magonjwa ya ngozi na sumu duniani kote. Hatutaficha tena. Basi, na hii itakuwa ni chanzo cha vita, tunaifanya kuwa mali ya umma, yani public domain. Basi hatua hii ilikuwa ni kama kumpinga adui kwa bomu la automatic la imani. Ile kampuni kubwa ya dawa ilipoteza thamani yake sokoni mara moja, kwa sababu siri ambayo ilitaka kuiba sasa ilikuwa mkononi kwa kila mtu. Victor alifunguliwa mashtaka ya uhalifu wa kivita pamoja na unyanyasaji wa kibiolojia, lakini katika ushindi wa kisayansi, Salum aligundua kitu kimoja cha mwisho kwenye kompyuta ya Victor. Kulikuwa na folder moja la siri ambalo liliandikwa The Origin 1920. Ndani yake kulikuwa na picha ya zamani sana mwanamke ambaye alifanana sana na Rukia kwa 100%. Akiwa amesimama na mzee ambaye alikuwa ni mzee Baraka, na chini ya picha hiyo kuliandikwa kwamba Rukia hakuwa binti wa kwanza, alikuwa ni marudio ya ahadi ambayo ilivunjwa miaka 100 iliyopita. Imani alimtazama Salum, akaambia, hii ilikuwa inamaanisha nini? Basi Salum alivuta pumzi na akamwambia kwamba inamaanisha kuwa hii vita haina mwisho, kwa sababu asili yake haikuanzia kwa Rukia, ilianza kabla hata ya Rukia kuzaliwa. Kuna siri ambayo imefichwa kule kwenye visiwa vya Unguja, kule ambako mzee Baraka alianzisha biashara zake za mwanzo. Basi sasa, baada ya kuongea hivi, walianza safari ya kurudi kwenye mizizi ya kweli ya jina la Baraka. Na mbali na Mwanza, mbali na Shinyanga, safari ya kuelekea kule ambako bahari ilikuwa inakutana na mchanga mweupe wa Kizanzibari. Basi safari ya kuelekea Unguja haikuwa ya nasa, ilikuwa ni safari ya hofu na matumaini. Imani, Salum pamoja na Baraka pamoja na Rama walifika Zanzibar na kuelekea maeneo ya mtaa ya kale ya Stone Town. Walikuwa wakimtafuta mzee mmoja bali anaitwa Bifati, ambaye alikuwa ndo mtunza siri wa mwisho wa Baraka visiwani humo. Basi walimkuta mzee huyo akiwa ameketi kwenye kiti cha mkongojo na ndani ya nyumba yake ambayo ilikuwa ni nyumba ya kale ambayo ilikuwa na milango ambayo ilikuwa imechongwa kwa ustadi mkubwa sana. Alipoona macho yake yaliyokuwa yamefifia yaling'ara sana. Akaambia, mmekuja mwisho wa siku, alisema kwa sauti ya kunong'ona. Mmekuja kujua siri ya Rukia wa kwanza, alizungumza tena. Basi Bifatia aliwapeleka kwenye chumba cha siri ambacho kilikuwa chini ya sakafu ya nyumba hiyo, na humo walikuta sanduku la mbao ambalo lilikuwa limefungwa kwa kufuli ya kale kabisa ya shaba. Ndani yake kulikuwa na shajara ya mwaka 1920 ambayo iliandikwa kwa mkono wa mzee Baraka mwenyewe. Siri ilikuwa ni hii. Mzee Baraka kabla ya kuwa tajiri mkubwa Mwanza, alikuwa amempenda mwanamke mmoja wa Kiarabu ambaye alikuwa anaitwa Rukia bin Saif. Lakini familia ya Rukia bin Saif ilikuwa imejihusisha na biashara haramu ya siri ya kundi la kimataifa, na kundi hilo lilikuwa ni The Syndicate la zamani. Na ili kumlinda Baraka, Rukia alijitolea kufa kinafsi na akapotea kabisa, huku akimpa Baraka utajiri wa kwanza wa dhahabu ili akajenge hima yake bara, yani Mwanza. Na sharti ilikuwa ni kwamba Baraka lazima amlinde binti yao ambaye alikuwa amefichwa kwa nguvu kubwa sana. Hata hivyo, Baraka alipofika bara alisahau ahadi ile. Baada ya kupata utajiri, alimuoa mama yake Rukia wa kwanza na kumpa jina lile lile la Rukia, na ni kwa sababu ya majuto na kumbukumbu. Lakini kundi la The Syndicate halikusahau. Walijua kuwa damu ya Rukia bin Saif ilikuwa ya siri na ya zamani sana, lakini pia ilikuwa ni hazina kubwa zaidi ambayo ilikuwa imezikwa chini ya bahari ya Hindi. Akaambia kwamba na ndio maana familia yenu imekuwa ikisako sana. Huyu alikuwa ni Bifanti akieleza. Akaambia kwamba ninyi mmebeba alama za kibiolojia ambazo ni funguo za kufungua hazina hiyo. Fatuma na waganga wake kule Bariadi walitumiwa tu na kundi hilo bila wao kujua. Walitakiwa kudhoofisha damu yenu ili wasiweze kutoa upinzani wakati muda wa kuchukua hazina utakapofika. Sasa ghafla, wakati Bifati akiwa anamaliza kusimulia, mlipuko ilisikika kutoka nje ya nyumba ile. Stone Town ilikumbwa na taharuki. Kundi la watu wenye silaha wakiongozwa na kijana yule Victor ambaye alikuwa ametoroka kifungoni kwa msaada wa ndani, walivamia nyumba ile. Imani, toa ile shajara, Victor alifoka akielekeza bunduki ambayo ilikuwa ni ya kisasa kabisa kwa Bifatia, na akamwambia kwamba hazina ya Zanzibar ni ya kwetu sasa hivi. Lakini Imani akiwa amejifunza kutokana na makosa ya babu yake hakuogopa. Alijua kwamba hazina haikuwa dhahabu wala almasi. Alikuwa ameshagundua siri ya mwisho kwenye shajara ile wakati Bifati akiongea. Akamwambia Victor, wewe huna akili. Imani alisema kwa sauti ya utulivu sana, akamwambia kwamba hazina ambayo inazungumziwa sio dhahabu. Rukia bin Saif alificha formula ya kutengeneza kinga ya asili ya magonjwa ya mlipuko ambayo
familia yetu imebeba kwenye DNA yetu, na hiyo ndo ramani ambayo unaitafuta. Ni maabara ambayo ni akali sana, iko chini ya maji kule kisiwa cha Prison Island, alizungumza. Sasa katika vurugu zile, Salumu ilibidi atumie mabomu ya moshi ili kuwatoa Imani na Bi Fatia watoke nje kupitia mlango wa siri wa bahari. Basi walifanikiwa kupanda boti ya kasi na kuelekea kule Prison Island, ambako Victor na genge lake walikuwa wakiwafuatilia kwa ukaribu. Inaitwa Ireland ama Island, kisiwa, mtajua wenyewe bwana. Basi sasa mapambano ya mwisho yalifanyika katikati ya bahari, ambapo Imani alijua kwamba ili kumaliza uovu huu lazima ashiriki ile formula, na ili dunia nzima kabla ya Victor hajaichukua na kuigeuza kuwa silaha ya kibiashara, alijua yeye ndo atakiwa kufanya maamuzi. Basi akiwa kwenye boti, Imani alitumia satellite yake ya kampuni ya kurusha live stream ya data zote za shajara ya Mzee Baraka, na zikaenda kwenye maabara zote kuu za tafiti duniani. Sasa Victor, hata ukiniua, siri haina thamani tena. Kila daktari duniani tayari anayo siri ya kwa nini DNA yetu ni ya kitofauti sana katika ukoo. Hamna kitu ambacho tufanya. Imani ilipaza sauti huku boti zao zikiwa zinagongana sasa. Na Victor kwa hasira ya kupoteza mabilioni ya dola ambayo alitegemea kupata, alijaribu kurusha bomu la mkono, lakini bomu lile lilinaswa na upepo mkali wa bahari na kulipukia kwenye boti yake yeye mwenyewe. Boti ya Victor iliteketea na yeye akazama kwenye vilindi vya bahari ya Hindi, mahali pale pale ambapo siri ya Rukia bin Seif ilianzia miaka 100 iliyopita. Imani alisimama kwenye ukingo boti, akatazama machoyo ya Zanzibar. Alihisi mzigo mkubwa wa karne nzima ulikuwa ukimtoka mabegani. Rukia wa kwanza, Mzee Baraka, Rukia bin Seif, Fatuma na Asha, wote sasa walikuwa ni sehemu ya hadithi ambayo ilikuwa imekamilika. Alirudi Mwanza na kuitisha mkutano wa mwisho wa familia, akawaambia kwamba tumemaliza vita vya damu, tumemaliza vita vya kisayansi na tumemaliza vita vya kihistoria, na sasa tunaanza kuishi kama binadamu huru. Taasisi ya Nuru ya Rukia ilibadilishwa jina sasa na kuwa The Global Foundation for Human Resilience, na Imani alikabidhi uongozi kwa mdogo wake ambaye alikuwa ni Rukia mdogo wa 3, na yeye akaamua kurudi Iringa sasa kuishi maisha ya ukulima. Ilikuwa ni mbali kabisa na kelele za dunia. Naam, simulizi yetu ya Rukia binti ambaye alikuwa anatusimulia hadithi yake ya tangu ambapo alifanywa visa ili asije kuolewa imefika mwisho. Mwandishi amejaribu sana kutuonyesha lengo kuu kabisa la simulizi ni kwamba we just need to live good, kuwa ni watu wazuri, kutokuishi kwenye visasi, kuachana na nguvu za giza, kumtumaini Mungu, kutafuta njia sehemu ambazo hazina njia, kutokukata tamaa, na mambo mengi sana yamepatikana katika simulizi hii. Ukiamua kutuliza akili yako na kukaa vizuri, kutafakari kubwa sana, utaondoka na vitu vizuri sana ambavyo vinatakiwa viwepo kwenye ulimwengu, lakini pia kwenye maisha yetu ya kila siku. Na pia hapo kwenye comment section ni kitu gani ambacho umejifunza katika simulizi hii, kitu gani ambacho umekifurahia msikilizaji, lakini pia usisahau kutuambia unatusikiliza ukiwa unatokea katika nchi gani hapa duniani. Hapa ni Simulizi Zetu Media, na hapa ndipo mwisho wa simulizi hii ambapo mapema kabisa tunakwenda kuandaa simulizi nyingine ambayo utaipenda, itakufurahisha, lakini pia itakupa burudani. Na nyuma ya mic, jina langu naitwa Tutu. Kwa heri kwa sasa, mpaka wakati mwingine.